Wanasema kwamba eti binadamu ni ndugu yako na haufai kuolewa naye kabisa. Jamani, haikuwa rahisi kukubali hilo kwa upande wetu. Yote niliyoyafanya sijutii na wala sikilaumu. Ni kutokana na upendo wa dhati uliokuwa katika mioyo yetu. Mapenzi yanaweza kukufikisha mahali ukabadilika. Kama sio wewe, hisia zikitawala huwa sio mwilini tu, bali zinatawala mpaka kwenye akili. Naomba msinichukie, msinilaumu kwa hiki ambacho naenda kuwaambia, kwa kuwa yote niliyoyafanya sio kwa kupenda, bali chanzo alikuwa ni binamu. Ukiniita mwana basi nitaitika Rebeka, kwa kuwa ndio jina langu halisi nililopewa na wazazi wangu. Kwa kirefu niliitwa Mwanaheri, kwa kifupi ndio hivyo nilizoeleka kama mwana. Baba yangu alipoteza maisha nikiwa na miaka kama 3 hivi. Niliachwa nikiwa mtoto wa pekee kwa baba na mama yangu. Baada ya mama kubaki mjane, alilazimika kwenda kwao huko, na mimi nikabaki nikilelewa na shangazi yangu. Nashukuru kwa malezi ambayo shangazi alinipa. Yaani alinifanya kama mtoto, tena mtoto wake wa mwisho. Shangazi alikuwa na watoto 3. Kati yao dada zangu walikuwa ni 2, ambaye ni Amina pamoja na Salma. Kisha kulikuwa na huyu hapa kijana wake wa kiume ambaye alikuwa anaitwa Akman. Tulilelewa wote nyumba moja na maisha kwetu yalikuwa ya kawaida tu, daraja la kati. Tulisoma shule za St. Kayumba wote. Mjomba ambaye ni mama wa shangazi alikuwa ni fundi seremala, huku shangazi akiwa ni mama ntilie. Nikiwa na umri wa miaka 12 nilifikia hatua ya ukuaji. Yaani kutoka katika hatua ya utoto na kuwa msichana. Baada ya kuona vile nilikuwa nyumbani, kwa hiyo nikamfuata shangazi nikamweleza, hongera sana mwanangu. Na hapo sasa umeshakuwa binti. Dada zako nitawaambia wakufundisha kila kitu leo, sawa? Nikamwambia sawa shangazi. Haya, kaoge kisha ukapumzike. Subiri dada zako wakuletee kila kitu. Basi ikawa hivyo. Yaani ile siku jioni dada zangu walinifundisha kila kitu. Mwaka mmoja ulipita ndipo nilihitimu darasa la 7. Sasa kipindi nipo nyumbani nilikuwa namsaidia shangazi kuhudumia mama ntilie. Kutokana na kwamba hali ilikuwa ngumu kidogo nyumbani na sikuenda tusheni. Kwa hiyo shangazi akamwambia binamu Akman, akamwambia utamsaidia kumfundisha dada yako mwana yale masomo ya kujiandaa na sekondari, maana hali ni ngumu. Dada zako ndo hao wako college, panatakiwa ada. Lakini wewe mwanangu upo kidato cha 6, unaweza masomo ya sekondari, naomba umsaidie. Kaka Akman alikubali, na vile mimi ni mdogo wao hakupinga. Ratiba zangu zilikuwa ni asubuhi kwenda kufanya kazi na shangazi, kisha jioni kaka akirudi ananifundisha hiyo wanaita English course nadhani. Tulikuwa tumezoeana na kaka, tunacheka wenyewe, ananifundisha mara utani wa hapa na pale, tunacheka wenyewe. Shida sasa ilianzia siku moja nakumbuka, ambapo nyumbani palikuwa hakuna mtu hata mmoja. Nilitoka zangu bafuni kuoga ili nikavae chap kwa ajili ya kwenda kusoma. Sasa wakati naingia chumbani kuvaa, kaka Akman akiwa sebuleni akaniangalia, mara akaniita. Nikatoka mwenyewe na ile kanga yangu moja nikiwa sina hili wala lile. Alinishika mkono tukaingia chumbani kwake, chumba cha pili tu. Alifunga mlango haraka kisha akaniambia nisipige kelele atanipa 5,000. Alianza kufanya anavyofanya yeye. Mara niliingia katika vitendo nikiwa bado mdogo sana. Jamani, aliniziba mdomo wakati akifanya jambo lile ili mimi nisipige kelele. Mimi huku jasho zinanitoka tu. Mara nikamwona katulia, kumbe alikuwa amemaliza kazi yake. Niliangua kilio, kutazama kitandani, nikawa naona kuna vitu pale vipo. Nikawa nimechafua zile shuka. Kaka, kwa nini? Akaniambia nisamehe sana mdogo wangu mwana. Naomba niahidi kama hautasema kwa mtu na itakuwa siri yetu. Tafadhali nakuomba mwana. Nitakupa chochote unachotaka. Nimeshindwa kujizuia. Wewe ni mzuri sana mwana. Tazama ulivyoumbika.
Nilitikisa kichwa kwamba sitosema kitu, ndipo kumaliza nikarudi chumbani kuvaa. Nilikuwa na wasiwasi, ni kama vile watu wameshajua kilichotokea, lakini kumbe hakuna aliyejua hilo. Sasa na mimi naweza kusema ndo hatua ya ukuaji ilinipitia hivyo. Yaani niliingizwa kwenye mambo ya wakubwa. Nikaanza kujikuta na muonea haya kaka Akman. Kwanza kwenda kusoma nilikuwa navaa napendeza, mara kuvaa nguo za kubana. Yaani nikiwa peke yangu najisemea kabisa mimi ni mchumba wa Akman. Jambo lile likaja kurudia tena na tena na tena na tena. Ilifika mahali nikimuona kaka Akman anatoka shule ameongozana na wanafunzi wenzake wa kike, nilikuwa nanuna. Mara akija mwanafunzi mwenzake wa kike kumuulizia hata akiwepo, nasema hayupo. Niliridhika kabisa kaka Akman kuwa mchumba wangu. Alikuwa akipewa pesa za shule, ananipatia. Tulipendana wenyewe kwa kweli. Nilipofika kidato cha pili, yeye alikuwa chuo. Kwa bahati mbaya nilishika ujauzito. Ilikuwa ni siri yetu na aliniambia tuitoe. Basi na mimi nilikubali, akaniletea dawa siku hiyo nikanywa. Na kwa kuwa tulikuwa wawili, mimba ilitoka. Hakuna ambaye alijua ile siri zaidi yetu sisi wawili. Kutokana na maumivu makali ya tumbo nilisingizia tu ni tumbo la siku. Lakini ukweli ulibaki katika mioyo yetu. Tokea hapo sasa tulikuwa tukichukua tahadhari. Alikuwa akihesabu mzunguko wangu na siku akinihitaji tunavizia siku ambazo nipo salama tunafanya yetu. Jamani, kaka Akman alikuwa ni mkaka mzuri jamani, sijui nielezee vipi. Ni ule mtu ambaye najua kabisa wanawake wanamtaka, lakini vile alinihakikishia ananipenda mimi, basi na mimi nikaridhika. Nilihitimu kidato cha 4 lakini sikufaulu kwenda kidato cha 5. Hapo naweza kusema ilikuwa ni basti na kuendelea na elimu. Kwa wakati huo shangazi alikuwa ameshaacha kazi ya mama ntilie kutokana na changamoto za hapa na pale eneo la kazi. Basi alinieleza kwamba nitafute fani kama ya ushonaji au kitu chochote nijifunze tu kawaida. Kwa wakati huo dada zangu wale mabinti zake, mmoja alikuwa ameolewa na mwingine alikuwa anajishikiza tu kwenye kazi na alikuwa amehama pale nyumbani. Niliridhia kwenda kujifunza ushonaji. Nikaanza mafunzo yangu. Baada ya kama miezi 6 kupita, siku hiyo kaka Akman alikuja eneo langu la mafunzo. Nilifurahi kumuona, nikatoka nje kuonana naye. Nikamuuliza, leo umekuja hapa? Akaniambia ndio mwana. Naamini siku moja utakuwa mshonaji mzuri sana. Ukihitimu hapa utakwenda kwa madesigner ukaongeze madini. Jamani, asante sana kaka, lakini yote hayo yanahitaji, najua, kuwa na amani. Kuna kitu nataka kukwambia wewe kwanza mpenzi wangu. Usiniambie unataka kusema kwa wazazi kwamba sisi tumependana. Akaniambia hapana, hilo litafuata, lakini kuna kubwa zaidi. Nimepata nafasi ya kwenda Marekani. Unasemaje Akman? Hapana, unawezaje? Nitabaki vipi mimi bila ya wewe Akman? Kwa faida yetu naenda kuongeza elimu kidogo na pia kuna kazi kule ya kufanya. Acha nikatafute, nikirudi tu tunaweka wazi kwa wazazi na tunafunga ndoa. Lakini sio rahisi kwangu Akman, sio rahisi, hapana hapana hapana. Yaani nililia sio kawaida. Ilibidi mpaka Akman anaombe ruhusa ya kuondoka pale kwanza. Tulitoka tukaelekea huko sehemu moja hivi akanitulize. Nilimbembeleza huku nikiwa nalia kwamba abaki, lakini kwa hali ilipofikia haikuwa rahisi kabisa kwa kaka Akman kubaki. Nilikubali kwa shingo upande, maana sikuwa na jinsi ya kukataa tena. Aliwaeleza na wazazi wake ambao walifurahi sana na kumpa baraka zao. Ndani ya wiki 2 tu kila kitu kilikamilika. Akman wangu akasafiri na kuelekea huko Marekani. Alinisihi sana nimsubiri, akirudi atanioa. Nyakati ambazo tulikuwa pamoja ilikuwa ni ngumu sana. Kila nikizikumbuka ilikuwa inaniuma sana. Sikuweza kufanya chochote zaidi kwa wiki nzima, nilikuwa nalia na kulala tu. Shangazi kila aliponiuliza nilikosa la kumjibu, nilibaki naugulia tu moyoni. Haikuwa rahisi, lakini nilijikuta nazoea kuishi mbali na Akman wangu. Tulikuwa tukiwasiliana kama miezi 3 hivi, na kisha baadaye mawasiliano yalianza kusuasua.
Ilikuwa ni amepata kazi baharini huko. Kwa hiyo mtandao ulikuwa unasumbua. Hivyo ndivyo alivyokuwa akiniambia. Nilimaliza mafunzo pale na nikakumbuka wazo la Akman, aliniambia nijiendeleze. Lakini sasa kwenda kujifunza kwa wale madesigner ilihitajika pesa nyingi kama 600,000 hivi kila baada ya miezi mitatu. Hapo sasa ikawa changamoto, maana kwa wakati ule shangazi hakuwa na pesa. Nililazimika kuanza kujishonea tu mwenyewe mtaani pale. Nikawa narekebisha nguo, naweka viraka na pata za kushona hivyo hivyo. Nilikuwa sikosi hela ya kula. Ushonaji peke yake, kusubiri watu walete kazi, muda mwingine kazi zinakosekana, ilikuwa changamoto. Katika kutafuta kingine cha kufanya, nikaamua nirudi kufanya kazi ya mama ntilie ile ya zamani, kazi ya shangazi. Vitu vilikuwepo ndani, kulikuwa na majiko, masahani, makontena. Basi nikawa napika pale nyumbani kisha natembeza sehemu mbalimbali. Kazi ilikuwa ni ngumu na faida wakati mwingine ilikuwa ni kidogo. Lakini hata shangazi yangu aliniambia hakuna kupata kidogo, kupata ni kupata tu. Kwa wakati huo mawasiliano na Akman yalikata kabisa yani. Alikuwa akipiga mara moja na alikuwa anawapigia wazazi wake na sio mimi. Lile swala likaniweka sana katika mawazo kwamba imekuaje sio mimi tena. Kila nikimpigia mimi nilikuwa simpati, ikiwa na maana kwamba aliniblock. Lakini wazazi wake alikuwa anawasiliana nao vizuri tu. Sikuwa hata na wakumueleza, kusema angenipa ushauri hata nifanyeje, zaidi ya kuugulia moyoni na kulia tu. Basi siku hiyo kama kawaida nikiwa najihangaikia kutembeza chakula, ikawa kama bahati njema kwangu. Nilipata sehemu palikuwa na mafundi wanajenga, wakanipa tenda ya kuwapikia kwa wakati wote ambao watakuwa hapo. Ikawa bahati kwangu ile, napika chakula kinakuwa na uhakika wa kuisha mapema. Wale mafundi walidumu kwa kama mwezi mmoja hivi pale, si haba, walinipatia riziki kwa kweli. Ilikuwa ni nyumba nzuri ya kisasa, ilijengwa na ilikamilika na kila kitu. Siku hiyo ambayo mafundi ndo walikuwa wanakabidhi kazi, nilipewa na kazi ya kusafisha nyumba nzima. Nadhani wa usiku walikuwa wanatakiwa kuhamia pale. Niliambiwa nitalipwa shilingi 40,000 kusafisha kote pale ndani. Nilichangamkia ile fursa haraka sana. Nilifanya kazi vizuri. Kweli jioni alifika bosi. Hata mimi ndo kwa mara ya kwanza nilimuona bosi. Alikuwa ni mkaka wa makamo na alikuwa anatumia gari zuri tu alilokuja nalo. Basi nikakaa pembeni, nikawa nasubiri amalize kukagua nilipo pesa yangu. Alikagua kisha akatoka, akatuita, tulikuwa wote pamoja na wale mafundi. Alitoa kitita cha pesa na akamkabidhi yule mkuu wa kazi atulipe na sisi. Sasa wakati anaondoka kuelekea kwenye gari lake, nikaona amedondosha kitu kama kikaratasi hivi. Nikakikimbilia nikakiokota pale, nikawa namkimbizia yeye. Wakati huo alikuwa anaongea na simu. Nikamwambia, kaka, samahani umedondosha hii. Alitoa simu na akanitazama. Oh, asante sana, aliniambia. Alipanda kwenye gari lake na mimi ile narudi kupata mgao wangu. Akashusha vioo vya gari akaniita. Dada, samahani kidogo njoo. Niliwahi haraka sana. Asante sana. Unaonekana mstaarabu mpole. Ni kweli au muonekano tu? Kaka jamani, ni kweli mimi ni mpole tu. Okay, sawa. Hii nyumba ni ya mchumba wangu. Unaweza kuwa naye hapo ukimsaidia kazi mbalimbali. Maana yeye anasoma, inawezekana? Haina neno kaka, kazi ni kazi tu. Kwani mbali na hapa unajishughulisha na kazi gani? Mimi ni mama ntilie, huwa napika tu chakula nauza na huwa ninatembeza mara nyingi. Sawa basi, tutakulipa vizuri. Kikubwa ni kesho uje jioni wakati anahamia mwenyewe. Basi yeye akikubali, usijali, mshahara utaufurahia tu. Asante sana kaka, asante. Aliondoka zake, nikabaki na ishangaa ile nyumba. Nikawa nawaza. Nikawa namfikiria kama ndo Akman wangu akirudi naye atajenga nyumba kama ile, atanikabidhi na gari, atajenga nyumba kama ile atanikabidhi na gari pia nitanunuliwa. Sio siri nilijikuta na furahi sana jamani.
Nililipwa kilicho changu, nikarudi nyumbani nikiwa na furaha kweli kweli. Kuanzia pale kazi ya mama ntilie ilikuwa basi sasa. Nilipokelewa na huyo mchumba wake nikaanza kazi. Mshahara nilipangiwa 100,000 na wao wenyewe. Niliona ni sawa tu kukaa na zurura na chakula faida 3,000 wakati mwingine nakosa. Nikaona ni sawa tu. Nilikuwa naingia kazini saa 1 asubuhi na kutoka saa 1 jioni. Bosi wangu wa kike aliitwa Regina, alikuwa ni mdada mzuri jamani. Yaani nikijilinganisha naye najiona kabisa mimi sio mwanamke. Ngozi yake ilikuwa ni nzuri, rangi yake nzuri, muonekano wake, nywele alikuwa anazisuka za gharama. Kiukweli alitimia kila idara. Alikuwa sio mchangamfu. Yaani kuongea kwetu ni salamu na kunipa maagizo ya kitu fulani basi. Alikuwa ni mwanachuo, kwa hiyo asubuhi alikuwa anaondoka na gari lake mwenyewe na jioni au mchana anarudi. Baada ya siku 1 ama 2 bosi wangu wa kiume ambaye alikuwa akiitwa kaka Samu na yeye pia alikuwa anakuja pale, ikawa kawaida tu. Siku hiyo kaka hakuepo, alirudi dada Regina na alikuwa na wageni wake wa kike. Nguo walizokuwa wamevaa kwanza zilikuwa ni fupi hivi, kaptura tu vifupi afu vimewabana kweli kweli. Waliagiza bia niwaandalie. Pale palikuwa na kinywaji cha kila aina. Basi nikaambiwa tu lete bia hii na hii na hii. Na mimi sikuwa na iana, nikapeleka kama nilivyoagizwa. Sasa wakati naandaa nilichotumwa, kama mnavyojua jamani, masikio hayaambiwi sikia. Inatokea tu yanasikia kinachozungumzwa. Basi nikawa nimeyasikia maongezi ambayo alikuwa akizungumza. Yeye anadhani kunijengea nyumba ndo amenicontrol na nitaachana na Chande? Abadan. Anachonifanyia Chande tukiwa kitandani, nyie acheni jamani, niacheni. Mkaka anajua mpaka anajua tena. Hapa nasubiri Samu aende kikazi Dubai ili niishi na Chande wangu. Sasa hivi naona najibanabana tu, yani sina raha kabisa na mpenzi wangu Chande. Yaani stories zilizokuwa zikiendelea pale ziliniacha mdomo wazi. Nilipofika jikoni kwanza nilitabasamu. Na mimi nikachukua simu yangu kwanza kumtazama Akmani, walau picha yake tu. Hayo anayoyasema na mimi nayaelewa. Ni kama Akman wangu tu. Akman alinifanya nisisikie hata miruzi ya wanaume barabarani. Kila aliyenitaka sikumpa nafasi. Nilijiapiza mwili wangu ni kwa ajili ya Akman tu. Rudi mpenzi wangu. Najua ukimya wako kuna kitu kikubwa unafanya kwa ajili yetu, naamini. Nasubiri. Naisubiri hiyo siku na kuambia tutakesha jamani. Nilizungumza na picha ya Akman. Basi nikaendelea na kazi zangu huku nikiwa najisemea nyumba zina mambo hizi. Regina hakuwa mwanamke mzuri wa Sam. Maana ilifikia mahali anamletea mwanaume pale. Wakati jioni nilipokuwa natoka nilikuwa napishana naye. Muda mwingine asubuhi nikiingia na mkuta pale na ninaelewa kinachoendelea. Siku moja dada Regina aliamua kunifuata mwenyewe, akaniambia, "Upo hapa, basi fanya kazi yako iliyokuleta. Yoyote ambayo utahisi sio kazi yako, please naomba uache. Yanayoendelea hapa ndani, upaswi kusema kitu chochote kwa mtu yoyote, sasa ule wako." Kiukweli sikumjibu chochote zaidi ya kumsikiliza tu mpaka alipomaliza akaondoka zake. Siku ziliendelea na baada ya kama mwaka mmoja hivi kaka Sam siku hiyo alinipigia simu. Kwanza hata sikujua alipata wapi namba zangu. Zaidi ilikuwa ni usiku nimerudi nyumbani akanipigia simu. Alinielekeza alipo, akaomba niende mara moja. Hapakuwa mbali sana, lakini kwa kuwa ndo bosi aliniita, nikaona nichukue boda niwahi. Nilifika nikamkuta. "Pole sana kwa kukushtua mwana." "Hamna kaka, hata usijali. Kwema lakini?" "Yaani kwema, samahani sana, ila kuna kitu naomba unisaidie. Siku ya kwanza nilikuomba uje kuwa na sisi pale nyumbani. Niliipenda sana tabia yako ya uaminifu. Ilibeba mambo mengi sana. Naamini utakuwa hivyo kweli. Unapokuwa pale nyumbani, umewahi kumwona mwanaume yoyote anafika na kuwa faraga na Regina? Najua unaelewa nini namaanisha, na wewe ni mtu mzima, si ndio?" Nilishtuka kwa lile swali, nikajikuta nimeduaa jamani. Nikamwambia, "Kaka, mbona mimi yani
unajua silalagi pale. Akanambia hapana, sio hivyo. Nahitaji kufunga ndoa na Regina. Ikiwa ndo kwanza nimetoka kupeleka posa kwao, nimekutana na maneno kama hayo. Nikaona sina mwingine wa kumuuliza ambaye muda mwingi amekaa na Regina pale anamjua. Huwa anasafiri kuna wakati hata akiwa nyumbani. Je, hakuna mtu ambaye aliwahi kufika pale mwanaume? Nilijikuta mdogo, yani ile unaambiwa mdogo kama Piriton, basi ndio mimi sasa. Ukweli naujua vizuri tu, lakini kuusema nilikuwa nawaza itakuwaje. Niliona bwana yeye liwalo na liwe nisitoe imani yangu kwa kaka Sam jamani, jinsi anavyoniamini. Nikamwambia ndiyo nimewahi kumuona. Alinitazama kaka Sam, yani kwa jicho kali. Nilijikuta natetemeka kwa nini nilisema. Akanambia asante sana, lakini bado nahitaji msaada wako mwana. Kaka Sam, naweza kufanya nini mimi? Akasema nataka kupata ushahidi kwa macho yangu. Nitamdanganya Regina na safiri, ila ukweli nitakuwa mkoani hapa. Ninachoomba, akimleta yule mtu nijulishe. Kabla sijajibu kitu alinitolea hela akanipatia, kisha huyo akaondoka zake. Nilibaki natetemeka, lakini roho yangu inaniambia mwana, kwa nini umesema ukweli? Nini kimekutuma? Lakini nafsi nyingine ikawa inaniambia bwana, umefanya vizuri mwana kusema ukweli, umemsaidia Samu. Wiki moja ilipita kweli, kaka Samu alisafiri, lakini akanitumia ujumbe kwamba niwe macho kumjulisha kila kitu kinachojiri. Siku 2 zilipita salama bwana. Siku ya 3 panya akanasa mtegoni. Yule mwanaume alikuja tena, na huwa anakuja muda ambao mimi najiandaa zangu kuondoka. Basi nilipotoka tu habari nikaifikisha kama ilivyo kwa Samu. Alinitaka nikae maeneo ya karibu na nyumbani ili niwe naona kama watatoka au la. Nilifanya hivyo, na baada ya saa 1 kaka Samu alifika. Nilikuwa niko kwa mbali kidogo, nikawa natamani nisogee kutazama, lakini nilishindwa. Sikujua nini kilitokea huko ndani, zaidi nilimuona tu punde Regina anatoka na gari pamoja na yule mwanaume wake. Nilirudi ndani kumtazama kaka Samu, nilimkuta amelala sakafuni. Niliogopa sana, nilimuita huku nikiwa namsogelea kwa wasiwasi. Nilijaribu kumgusa akawa na hema, inamaanisha kwamba alipoteza fahamu. Nilikuwa muoga, lakini jambo likikukuta bwana, unajikuta unakuwa na ujasiri wa hali ya juu. Sikubabaika kuita majirani, nilichukua maji nikaanza kummwagia kaka Samu huku namuita. Nilimvua viatu miguuni, nikamfungua na vishikizo vya shati. Kiufupi nilikuwa nampatia huduma ya kwanza. Japo muda ulikuwa umeenda, lakini sikuwa na jinsi, nisingeweza kumwacha kaka Samu katika mazingira yale. Nilihakikisha milango imefungwa, basi nikatulia ndani. Usiku nilipoona umezidi, nikamjulisha shangazi kwamba nitachelewa, bosi anaumwa na ameomba nibaki. Mpaka majira saa 5 usiku ndipo kaka Samu aliamka akanitazama. Mwana, upo hapa? Nikamwambia ndiyo kaka, pole, unaendeleaje? Nini kilitokea? Maana nimeona nirudi tu ndani kwa kweli. Akanambia asante sana. Regina alikusudia kuniangamiza. Kwa jinsi alivyonipiga kichwani, bado najihisi maumivu makali. Nilimpa pole. Pole sana kaka Samu. Labda nikuangalizie dawa zipo ndani? Akanambia ndio zipo, lakini usijali nitakuwa sawa. Aliinuka kaka Samu akawa anatembea kwa kupepesuka kuelekea chumbani. Majira ya asubuhi nilikuja kuamka baada ya kusikia kama kaka Samu akiniita. Palipambazuka bwana, na kausingizi kumbe kalinipitia pia. Asante kwa kila kitu mwana. Umenionyesha kitu kikubwa sana. Nilimnyima hii nafasi mama yangu mzazi kuja kuishi hapa kwa ajili ya Regina. Sina mengi ya kusema kwa kweli. Sijawahi kupata mapenzi ya kweli. Asilimia kubwa ya wanawake wamekuwa wakitamani pesa zangu. Nimekata tamaa kabisa. Hapana kaka Samu, usiseme hivyo kakangu. Haya yatapita na utapata mwanamke mwingine mwema tu. Sizani dadangu. Haya, ngoja tuone. Alinipatia kiasi cha pesa shilingi 100,000. Na akaniambia nirudi nyumbani. Kisha nitaendelea na kazi siku inayofuata kama kawaida.
Kufika nyumbani nikakumbana na maneno ya shangazi. Alinisema sana akidhania kwamba nimeanza wanaume. Alinipa nasaha pale, nilimsikiliza tu. Niliendelea na kazi pale kwa kaka Sam, ambapo ilifika mahali nikawa sio tu dada wa kazi tena, bali nikawa ni mtu wake wa karibu sana. Tulikuwa kuna wakati tunakula pamoja, tunazungumza na kufurahi. Alipata wasaa wa kuuliza ndoto zangu. Basi na mimi sikujivunga kabisa. Nikamwambia natamani kujifunza namna ya kubuni mavazi. Kushona kwa kiasi fulani najua, na nikuweza tu kudesign mitindo ndicho kitu ambacho kwa sasa nakitaka. Kweli alikubali, akanitaka nifuatilie kila kitu na kuhusu gharama pia, kisha nimpe majibu. Jamani, nilifurahi sio kawaida, yaani sikuamini. Haraka nikafuatilia na ndani ya wiki moja tu nikaanza masomo. Nilikuwa katika akademi ya mwanamitindo mmoja maarufu sana, ambaye huwa anaandaa mavazi ya mastaa mara viongozi wakubwa. Yaani nilikuwa sehemu salama kiufupi. Ada yake ilikuwa ni milioni 5 kwa kipindi chote cha mafunzo. Kaka Samu alilipa bila hiana. Sasa hapo ratiba ya kazi kwake nikawa kama sio tena dada wa kazi. Nikawa kama dada yake tu, na nikawa nafanya bila ya malipo. Nilikuwa nikitoka mampikia chakula kisha narudi kwetu. Hata baada ya muda mama yake na kaka Samu alihamia kukaa pale nyumbani. Alikuwa akitibiwa kwa sababu alikuwa ni mgonjwa kutokana na utu uzima pia. Yule mama pia alitokea kunipenda kwa jinsi alivyonizoea. Kuna wakati kliniki yake ikifika kwa matibabu, kaka Samu anakuwa kazini na mimi ndio nilikuwa nikimpeleka na kusikiliza kila kitu juu ya matibabu yake. Ulipita mwaka, ndipo siku hiyo nikiwa sina hili wala lile, kaka Samu alinichumbia. Hakunitongoza kabla, alinifanyia kama surprise mbele ya mama yake. Akaniuliza kama naweza kuwa mkewe. Nilishangaa sana. Yaani nilibaki kimya, nisijui cha kusema. Kiukweli unanijua vizuri mwana, na yote niliyoyapitia. Mama yangu pia ameona kama nilivyoona mimi kwako. Unafaa kuwa mke, sio tena kuwa katika mahusiano. Naomba kama utaridhia, naomba nikupose. Nilimwambia tu imekuwa ghafla sana kaka Samu. Nashindwa kabisa kuamua katika hili. Naelewa sana. Naelewa mwana. Sababu njia niliyoitumia kwako sio njia ambayo umeizoea. Kukaa na wewe karibu, binafsi nimesha kusoma ni mtu wa aina gani, na nimeridhika kabisa. Bado mamangu pia amenisii juu yako, au juu tu. Naomba ufikirie hili, nakupa muda wa kufikiria. Kisha pete hii nitaitunza, na siku ukisema ndio, ndipo nitakuvalisha. Mama yake pia alifurahi, akanambia kijana wangu amenisikiliza pia mimi mama yake. Nilijiuliza amewezaje kuishi na binti mrembo kama wewe mstaarabu hali ya kuwa hana mke. Alinijibu tu kwamba haamini tena wanawake na yupo tayari kustarehe tu na sio kujenga familia. Lakini nilimwambia mwana sio kati ya hao unaowadhania wewe. Anaonyesha fika yupo tofauti. Nashukuru na yeye ameliona hili. Naomba ukubali uwe mke wangu binti yangu. Huwa ukija unauliza kama nimekunywa dawa, kama nimekula. Kiufupi unanijali sana mwanangu, na mimi nimependa hilo. Nilikosa la kusema. Nilimkumbatia mama yake Samu, yaani moyo wangu uliridhia kabisa nikubali kwa kweli. Lakini sasa sio kwa pale, walau kesho yake nikirudi niseme ndio. Basi nilirudi nyumbani ule usiku. Nilikuwa na shauku. Yaani nilikuwa nina hamu sio mchezo. Nilikuwa nataka kwenda kumweleza shangazi kwamba nimepata mchumba. Kufika pale shangazi nikamkuta na yeye yupo bize jikoni anapika mwenyewe heka kama zote. Nikamsalimia, shangazi shikamoo. Akaniambia marahaba, afadhali umerudi mwana. Tengeneza juisi, yaani tengeneza juisi nzuri. Hawezi kuamini Akman leo anarudi. Nikamwambia eti nini? Akasema ndio mwanangu, ni bonge la surprise. Kasema leo usiku anaingia hapa. Dada zake wapo uwanja wa ndege wameenda kumpokea. Nilijikuta naishiwa nguvu, yani hisia niliyoipata acha tu. Akman wangu, mwanaume wangu. Japo nilikuwa na hasira juu yake kwa kuondoka akawa hanitafuti. Lakini kitendo cha kwamba eti namuona akija
nilijikuta naridhika kabisa. Niliandaa juisi haraka haraka mwenyewe pale, nikaenda kuvaa walau akija nionekane kwa uzuri kabisa. Nyumbani pale walijua kuchangamka kule ni kwa kumpokea kaka tu. Kumbe mimi yako nilikuwa na mengineyo nilikuwa najua mimi. Mpaka saa 4 usiku ndipo mgeni alifika bwana. Kelele za kina dada Amina huko nje tukajua tayari. Tulitoka nje kuwapokea na alikuwa ni yeye Akman kweli jamani. Nilijikuta chozi la furaha likinitoka. Ni zaidi ya miaka 2 tokea aondoke na sasa amerejea. Tulisogea kuwapokea na nilishindwa kujizuia nikamkumbatia. Hakusema kitu, hakusema chochote. Lakini mara aliteremka mwanamke mwingine akaja kumshika mkono Akman. Hapo ikabidi niwe mpole tena, huku kina dada Amina wakiwa wanafurahi kweli kweli. Kaka kaja na wifi. Uwe. Niliishiwa nguvu kiukweli. Akman naye akamshika mkono mwanamke ambaye alikuja naye wakaingia ndani. Dada Salma ndiye ambaye alinishtua mimi. Wewe, vipi mbona umedua ghafla jamani, twende tukamsalimie wifi? Nilijua mzungu, mbona wa kawaida eti? Yaani mimi hapo akili yangu imeganda, nimedua tu sielewi chochote. Basi nikajikaza tukaingia ndani ambapo watu walikuwa wakisalimiana ile za masiku sijui nini. Kina dada wakawa wanamchangamsha kaka wakitaka watambulishe wifi yao. Akasema ni mchumba wangu anaitwa Fatuma. Alikuwa kimasomo huko pia, kwa hiyo tutaoana. Pongezi pale zikatoka, watu wakawa wanapiga vigelegele. Nilitoka nje nikaanza kuangua kilio. Yaani moyoni nikajisemea kabisa kwamba sikubali. Akman leo amerudi na mwanamke mwingine. Sitakaa nikubali. Nikiwa pale, mara Akman alitoka nje. Nadhani alihisi yale ambayo nitakuwa nayo huko nje. Alinishika mkono akaniinua, akanivutia nyuma ya nyumba kabisa, ambapo palikuwa pana giza. Kuhofia pale tusije tukakutwa. Mbona unabadilika? Unataka watu waseme nini? Akman, haya ndo malipo yangu jamani. Kunikatia mawasiliano, kumbe ulipata mwanamke mwingine. Lakini sisi ni ndugu mwana. Hatuwezi kuoana, hilo utambue. Nilijua nikikaa mbali na wewe utapata mwingine. Kumbe mpaka leo upo tu na matumaini juu yangu. Futa hilo wazo. Huyu Fatma ndiye nakwenda kumuoa. Sahau yote. Naomba uwe kawaida na utambue kwamba sisi ni ndugu. Ukileta wengi lako, naenda kukuharibia huko ndani. Alinifokea kisha akaondoka. Nilizidi kuumia sana. Yaani nguvu ziliniisha. Yeye alikuwa akisema kwamba atawaambia wazazi tufunge ndoa. Sisi ni binamu tu. Leo hii kanibadilikia. Sikurudi kabisa ndani ule usiku, niliondoka zangu. Akili ikaniambia niende kwa kaka Sam kazini kwangu. Nilitamani kwa hasira nilizokuwa nazo hata sijui nimfanyeje Akman. Nilifika usiku ule kwa kaka Sam. Hata yeye pia mwenyewe alishangaa imekuwaje. Kwa wakati huo mama Sam alikuwa amelala. Mwana, mbona usiku sana? Pana shida gani? Nimeshtuka mlinzi alivyonipigia simu nifungue mlango wa ndani. Hakuna kitu kaka Sam. Nimekosa tu usingizi kuhusu lile swala lako. Nimekubali. Nipende kusema kwamba nimekubali. Akaniambia kweli? Samu alinitazama tu. Wakati huo mama yake alikuwa amelala. Tukaingia chumbani. Sikwambii ule usiku ilikuwaje, lakini tulilala pamoja bwana. Na yote ni kutokana na maumivu ambayo nilikuwa nayo, angalau nilipata pa kujipooza. Asubuhi palipokucha nilijikuta tayari mimi ni mama mjengo. Tena yani jacket pamoja na taulo ambalo nilikuwa nimevaa. Nilitoka nalo mpaka jikoni kuandaa kifungua kinywa cha baba wangu. Na nguo ambazo nilikuwa nimevaa zilikuwa za Akman. Mama Sam ndo alikuja jikoni akanikuta. Wewe, umekuja mapema leo? Na mbona upo hivyo? Shikamoo mama. Maraba, kwema kweli? Kwema mama, nimekuja jana usiku na tumeshazungumza na Sam. Makubwa haya. Wewe si ulisema unaenda kufikiria. Sasa mbona? Mama, kiukweli nilikuwa naona aibu kujibu mbele yako.
ila mimi nampenda sana Sam na pia tumeisha kubaliana. Unataka kuniambia umelala hapa? Ndio mama. Kumbe upo tofauti na nilivyokudhania eh? Nilikuwa na kuona unajiheshimu na ungesubiri akuoe. Ila unaonekana na wewe ndo wale wale. Jana hiyo hiyo ulale hapa. Sina imani na wewe tena. Alizungumza hayo mama kisha akatoka kuelekea nje. Niliamua kupotezea yale maneno na ikaendelea na kazi. Yaani sijui ilikuwaje, lakini Samu alinipoza maumivu niliyokuwa nayo. Nyumbani sikurudi na mpaka simu nilizima. Sikutaka kujua habari za kule kabisa. Basi baada ya wiki 2 tu mambo yalibadilika sana kwa upande wangu. Samu alianza kunifundisha kuendesha gari. Chuoni alikuwa ananipeleka na wakati mwingine ananifuata. Nilianza kupendeza na ikawa tofauti na nilivyokuwa. Nikaanza kabisa kupata ile nuru ya mwanamke. Tofauti niliiona kwa mama yake na Samu kwa sababu mara kwa mara alikuwa akiniuliza kama kweli nampenda kijana wake na sio sababu ya maisha yake. Mimi nilikiri kwamba nampenda. Sasa sijajua yeye kama mtu mzima aliona kitu gani kwangu. Baada ya mwezi mmoja kupita, niliamua kurudi nyumbani kwetu kwa ajili ya kutoa taarifa. Maana Samu alitaka kuniposa. Mbele ya shangazi na mjomba mpaka kaka Akman. Nilizungumza kwamba kuna mchumba anataka kunioa. Ya kweli hayo Mwanaeri jamani? Nikamwambia ni kweli shangazi. Mjomba akaniambia niwaambie hao wageni waje, yupo tayari. Usitaki kuniambia ndio unarudi kuishi na huyo mwanaume wako. Eti utakaa huko mpaka uolewe mwana. Hapana shangazi bwana, sio hivyo. Akishatoa mahari tu, mimi narudi ili aje kunioa. Naamini mambo yatakwenda haraka sana. Akanambia haya sawa. Tulijua itaanza ndoa ya kaka yako maana alikuja na mchumba, lakini tunaona kimya, ngoja tuone. Nilitabasamu tu na kabla sijaondoka nikatoa 100,000 nikampa mjomba na 100,000 nikampatia shangazi ya matumizi. Hawakuamini eti. Walifurahi sana. Basi nikajiondokea zangu pale. Sasa ile natoka tu nje nikasikia nashikwa mkono. Kutazama alikuwa ni kaka Akman. Umeona udange sasa eh? Hizi hela umetoa wapi? Eti unaolewa. Kisa umesikia mimi naoa? Ndo hasira zako umeona ulete drama. Hakuna drama yoyote. Labda drama uwe nayo wewe binamu. Nilipanda kwenye gari hapo mwenyewe najishaua kuendesha mwenyewe. Nilikuwa natumia gari la Sam. Basi niliondoka pale. Lakini moyoni mwangu nilijisikia raha kwa kweli. Maana kwa jinsi alivyoonekana kaka Akman, ni wazi aliumia sana kuniona vile. Samu wangu wala hakuwa na iana. Weekend iliyofuata walitumwa washenga kwetu kupeleka barua. Mahari nilitaja kwa mapana na marefu kwamba ni 3,000,000. Nikijua hizo kwa Sam ni pesa anazozimudu kabisa. Kweli mahari ilitolewa wiki iliyofuata na mipango ya ndoa ikafuata. Samu alitaka kunioa wiki inayofuata, lakini shangazi aliomba tupewe mwezi mmoja ili aniandalie kitchen party. Shangazi yangu alifurahi sana baada ya mahari kutolewa. Alinifuata chumbani akanikumbatia. Na kuona kabisa wewe ndiye unayekwenda kunirudishia mitunzo yangu. Dada yako Amina aliolewa, lakini ndoa ya mkeka tu. Huyo mwingine naye bado amejipeleka tu mwenyewe. Akman ni wa kiume, siwezi kumfanyia kitchen party. Ni wewe binti yangu tu, bahati imeangukia kwako. Hongera sana Mwanaheri. Nimekulea mimi mwenyewe na najiona sina deni kwako. Kila laheri katika ndoa yako binti yangu. Nilikosa cha kujibu. Kiukweli machozi yalinitoka. Nilijikuta namkumbatia shangazi yangu kwa huzuni sana. Basi zilikuwa ni pongezi hata kwa dada zangu ambao walikuja kupokea mahari. Kama nakuona mdogo wangu jamani utakavyopendeza. Na hivyo ulivyo, mwana we jamani. Alikuwa ni dada yangu Amina mwenyewe akinitania matani hapa na pale. Baadaye mishale ya saa 5 usiku watu walikuwa wameshatawanyika na mimi nikaona nikajimwagie maji nipate kupumzika. Sasa ile natoka bafuni naingia chumbani. Akman alinifuata na akaingia na kufunga mlango. Umefanya nini mwana? Kwa nini?
Nikamwambia hebu ondoka chumbani kwangu Akman kabla sijapiga kelele kuwaita wazazi waje. Akasema huwezi kufanya hivyo mwana. Kataa kuolewa. Nikamwambia siwezi. Wewe si umekuja na mwanamke au? Halafu badala utuletee mzungu huko, umekuja na mbongo kama mwana. Hebu nipishe bwana. Akman alinishika mkono akanitazama, alinikazia macho. Akaniambia ni kweli haunitaki tena? Niambie kama umempenda huyo mwanaume wako kutoka moyoni na sio pesa zake. Ndiyo nampenda. Nampenda kama wewe ulivyompenda Fatuma. Alinivuta ile kanga Akman nikabaki mtupu. Akanisogelea afu akanishika. Nikajua wazi alikuwa ananihitaji kimapenzi. Kuna namna alikuwa akinishika na nilikuwa na kosa la kusema. Nilijikaza nikamsukuma kaka Akman, nikamwambia, "Hapana. Naomba utoke chumbani kwangu kabla sijakupigia kelele." Akaniambia, "Kwa nini mwana? Kwa nini umekuwa hivyo?" "Nimekumisi sana na naomba unielewe." Nilimwambia, "Ondoka." Nilimfukuza kwa hasira na sauti ya juu sana. Aliondoka kwa hofu asije kuwa shangazi akawa amesikia. Na kweli ilikuwa vile kama Akman alivyodhania. Akiwa mlangoni anatoka, ndipo shangazi alimkuta pale. "Kuna nini? Mbona mwana amepiga kelele?" Akasema, "Na mimi ndio nimesikia hivyo. Ndio nikawa nimekuja kumwangalia." Alizungumza hivyo kisha akatoka nje. Shangazi akanifuata kitandani. "Ni nini mwanangu?" Nilihisi kama kuna mtu anachungulia dirishani shangazi. "Oh jamani, umenishtua." "Umemshtua mpaka kaka yako maskini na alikuja kukuangalia." Nikamwambia, "Nisamehe shangazi kwa hilo. Nisamehe sana kwa kuwasumbua." Basi shangazi yangu akatazama dirishani, akaona hakuna mtu, na ndipo akanambia, "Binti yangu, sasa unakwenda kuolewa. Najua watu wabaya wataanza kukuchezea mchezo. Lakini kuwa jasiri sana. Fanya ibada na kuomba. Sawa mwanangu?" Nikamwambia, "Sawa shangazi, nitafanya hivyo." Basi kweli shangazi yangu naye aliondoka. Na tukawa tumedanganya pale akapita. Siku zilienda bwana na mipango ya shughuli ilienda vizuri. Kitchen party yangu ilifana sio kawaida. Shangazi vile alikuwa ni mtu wa watu, basi watu waliitika. Baada ya kitchen party kupita, ikafuata siku ya kupaka hina kisha kufunga ndoa. Nilipaka hina yangu na vile nilikuwa na rangi basi nilipendeza tu vizuri. Ilikuwa ni siku inayofuata ndio ndoa. Akman alinitumia ujumbe kwamba niende chumbani kwake wala tukaagane. Mwanzo iliniwia vigumu, lakini SMS za mapenzi alizokuwa akinitumia zilinizidi nguvu. Usiku wa manane watu wamelala, nikanyata mpaka chumbani kwa kaka Akman. Siku ile sijui nilipata wapi ujasiri, maana wageni waliokuja harusini walikuwa wamelala sebleni. Ilikuwa basi tu. Naweza kusema ni kama Akman alinipania vile. Maana sio kwa mahaba yale alionipa siku ile. Yaani nilihisi hisia ambazo sijawahi kuzifikia nyakati zote ambazo nilikuwa naye faraga. Baada ya tendo akanitazamia usalama kama watu hawapo sehemu ambao ningepita. Baada ya kuona watu bado wamesinzia nikatoka na nikarudi chumbani kwangu. Kina dada ambao nililala nao chumbani hawakushtuka kabisa. Maana ilikuwa ni ndani ya nusu saa tu nilisharudi. Kwa mapenzi yale niliamini kabisa furaha naiacha kwa Akman. Japo naenda kuolewa na Samu. Usiku ule nilijifunika shuka huku nikiwa nalia kwamba kwa nini naolewa na mwanaume ambaye si ambaye ananipa furaha zaidi ya raha. Machozi yangu niliyafuta mwenyewe pale mpaka usingizi ukanipitia, hakuna aliyejua chochote. Ndoa ilipangwa kuwa asubuhi, kwani jioni kulikuwa na sherehe nyingine nyumbani kwa kina Sam na ndugu zangu walialikwa pia. Kuamka tu pale ikawa ni maandalizi ya harusi. Shamra pale za hapa na pale, kila mahali vigelegele vililindima. Bwana harusi alikuja kwa wakati kabisa, tukafunga ndoa. Mpaka kufikia saa 6 mchana tukawa tumeshafika nyumbani kwa Sam. Rasmi nilikuwa mke wa Sam. Paliandaliwa nyumbani pale sherehe itafanyika, kisha ndipo tutaelekea fungate. Kufikia saa 10 jioni, makeup artist walikuwa wameshafika pamoja na vazi ambalo Sam alikuwa amenichagulia. Ilikuwa ni nguo ya silver mwanzo mwisho, ilikuwa ni ya gharama kwa macho tu ukiitazama.
Nilirembo nikarembeka haswa, bila shaka mamilioni ya pesa pale yalimtoka Sam. Shughuli ilianza jioni. Na aliyechaguliwa kwa ajili ya mapambo ya ukumbi aliweza. Palikuwa nyumbani, lakini palionekana kama sehemu fulani hivi, maana palipendeza mno. Tuliingia na mume wangu kwa furaha pale, na tukiwa tunacheza na gauni langu lililonitoa vizuri kweli kweli. Lakini ile katika harakati za kucheza tazama, nikatazama meza kuu upande wa ndugu ambao walikuwa ni ndugu zangu. Nilimuona Akman. Akman pia alifika katika reception pale jamani. Nilikumbuka namna alivyokuwa akinifanyia usiku, nilijikuta nikihamisha mawazo yangu kabisa. Lakini niliamini nimeolewa na mwanaume sio wa mchezo siku ile jamani. Wafanyakazi wenzake kutokea Wizara ya Madini huko walipokuwa wakifanyia kazi, walikuwa wanatunza hela. Tena sio hela tu, walikuwa wanatunza shilingi za Kitanzania mpaka dola. Pale hapakuwa sijui na zawadi za vyombo, sijui vitenge, sijui kanga, hapana. Ilikuwa ni mwendo wa pesa tu. Muda wa chakula ulipofika, tulikwenda kubadilisha mavazi mimi na mume wangu, na tulirudi sasa ili kusalimiana kwa ukaribu na ndugu jamaa na marafiki. Akman alinitazama akanipa ishara kwamba tuonane. Nilipiga hesabu pale nikamwambia aingie ndani nitamkuta. Basi nikamwona anaelekea ndani na mimi haraka nikamwaga mume wangu naelekea msalani. Alitaka kunisindikiza nikamsia sijali mara moja tu, maana watu walikuwa wameshaanza kutawanyika. Niliingia ndani nikamkuta Akman korodoni. Unataka kusema nini Akman? Akaniambia naomba tuzungumze faragha. Ni muhimu. Najua baada ya hapa sitakuwa na uhuru hata wa kukupigia simu. Naomba nafasi hii mwana. Nikamwambia sawa nifuate. Iliangaza pale nikaelekea katika chumba cha wageni. Haya Akman, sema haraka unachotaka kusema. Natakiwa kutoka nje kwa mume wangu. Akaniambia, mume wako? Unamuita mume mbele yangu? Asante sana. Lakini penzi lako la jana alifutiki, naomba tena mara ya mwisho. Nikamwambia unaongea nini Akman? Mbona unataka kunipa majaribu? Alinisogelea akaanza kunibusu shingoni. Alijua pa kunishika jamani. Nilijikuta nampa ushirikiano kweli na tukajikuta tunaingia tena mapenzini. Sijui nini kilinipata kiasi hata sikuwa na wasiwasi kabisa, akili ilizama katika hisia. Mara mlango ukafunguliwa. Kumbe bwana nilisahau kufunga mlango. Jamani, hisia zote pale zilikata tukakurupuka. Kwa maki alikuwa ni mama yake Sam, mama mkwe wangu mimi. Mwanaheri, nini hiki unafanya? Unafanya nini siku yako ya harusi? Nimekuwekea wasiwasi juu. Leo ndio maana nimekufuatilia. Katika nyumba ya mwanangu unafanya uchafu huu? Unajua huna akili kabisa wewe. Aliondoka pale, Akman akawahi kumkaba kwa nguvu na kumrudisha chumbani. Alimtupia chini na kumpiga ngumi kichwani mara wapi. Mama hajakaa sawa, Akman alichukua mtu akamfunika nao usoni. Hapana Akman, hapana, unafanya nini? Unafanya nini wewe? Na hiyo kwa ndoa yako sababu nakupenda. Jamani niliogopa, jasho zilinitoka. Nenda kwa mume wako na uwe kawaida, usiwe na wasiwasi. Nielekeze mlango wa kutokea nje, upande wa nyuma. Akman, naogopa. Unafanya nini jamani Akman? Lakini yaani nilijikuta siamini kabisa kilichotokea. Basi kweli nikamuelekeza Akman kila kitu, kisha alinisihi nirudi kwa mume wangu na nisionyeshe hofu yoyote ile. Ilikuwa ni ngumu sana na nilikuwa natembea huku natetemeka. Kidogo nidondoke na waza sijui itakuwaje jamani. Watu walikuwa wakiendelea kutawanyika, ndipo nikasogea mpaka kwa mume wangu. Yaani kitendo cha kunishika tu niliruka huyo. Yote ni kwa ajili ya hofu na wasiwasi. Upo sawa mke wangu? Aliniuliza Samu huku akinitazama, lakini mimi nilikosa ujasiri wa kumtazama usoni. Nikazuga kama natazama pembeni. Unajua mume wangu, nahisi baridi sana, sijui ni homa. Naelewa mke wangu. Haikuwa siku ndogo kwetu, ni siku ya ndoa yetu. Sasa hivi tunakwenda honeymoon, nitakutoa hofu. Aliniambia kwa upole mume wangu, lakini mimi wala sikusisimka kwa chochote, kwa jinsi nilivyokuwa siwezi kuelezea.
Baada ya muda watu walitawanyika. Kuna ndugu wa mama yake Samu walitokea kwao huko mkoani, ndo walibaki pale wageni. Alikuwepo mama yake mdogo, nilitambulishwa na mama mdogo wake na Samu ndo akatuongoza mpaka ndani. Haya, nimesikia mnakwenda katika fungate yenu, kila laheri wanangu. Na waombea ikawe heri siku hii na ikawe ni chanzo tupate vijukuu. Amina mama mdogo, basi sawa. Mama sijui yupo chumbani kwake tukapate baraka zake pia. Oh, atakuwa, maana nilimuona anaingia ndani. Basi Samu akanishika mkono tuelekee chumbani kwa mama Sam tukamuage. Nilisisimka jamani, yani ni vile basi tu, lakini nilikuwa na hema kwa nguvu. Hata sijui kwa nini Samu hakunishtukia. Aligonga akamuita mama yake lakini hakuitika. Aliita mwisho akafungua mlango lakini hakuepo. Mara tulisikia kelele kutoka mlango wa nyuma kule, huku geti lile dogo likigongwa. Samu alitoka mstari wa mbele na sisi wengine tukafuata nyuma. Kufika alikuwa ni mama Samu amelala pale nje, watu walikuwa wamemuona. Mimi ni kama mwili wangu ulipigwa shoti. Nikarudi nyuma kwanza nikakaa chini kwa sababu mpaka nguvu ziliniisha. Machozi yalinitoka, yaani akili yangu iliganda kabisa. Maskini Samu alimbeba mama yake mpaka katika gari ambalo lilikuwa maalum kwa ajili yetu kwenda honeymoon. Akampakia. Mama mdogo alinivuta mkono huku akiwa analia. Twende mwanangu, twende jamani, bala gani hili? Nikainuka tena tukawa wote kwenye gari. Nyumbani pale walibaki majirani ambao walishuhudia pia lile tukio. Tulipofika hospitali, mama Samu alipokelewa. Baada ya muda kidogo kama dakika 5, tuliletewa majibu kwamba amepoteza maisha muda mrefu tu. Kiukweli nguvu ziliniisha nikadondoka chini. Nilikuja kugundua kama nilipoteza fahamu baada ya kuzinduka nikiwa pale pale hospitali. Samu wangu alikuwa amenipakata huku akilia. Pole sana mume wangu. Sielewi mke wangu, siamini. Naomba unipige hata kofi. Huenda nipo ndotoni mke wangu. Nilikosa la kusema. Yaani Samu aliongea kwa uchungu sana. Nilitamani masaa yangerudi nyuma nikazuia lile jambo lisitokee, lakini ilikuwa haiwezekani tena. Taarifa zilienea mpaka kwetu, niliwapatia habari. Usiku ule ule shangazi yangu pamoja na dada Amina walirudi nyumbani. Simanzi zilitanda, kila mmoja alipigwa na bumbuwazi kwamba ilikuwaje. Polisi waliingia kufanya kazi yao na majibu yalikuwa yakisubiriwa. Siku mbili zilipita na majibu yalitoka. Yalisema kwamba ilionekana ameuawa, lakini ni kina nani na kwa nini hawakuwa na jibu. Sikujua Akman alitumia njia gani kumweka mama Sam pale pasi na kuonekana na mtu. Swali hilo nilijiuliza bila ya majibu yoyote. Tulikabidhiwa mwili wake kwa ajili ya kumsitiri. Akman alifika nyumbani wakati ambao Sam na watu wengine walienda kumpumzisha mama Sam katika makazi yake ya milele. Akman, umethubutuje kuja hapa Akman? Umeua ndugu yangu. Sio nimeua, sema tumeua wote. Unadhani ingekuwaje sasa hivi? Si usingekuwa na ndoa wewe? Afadhali ingekuwa hivyo kuliko hii dhambi Akman. Sijui kama nitakaa sawa, yani sijui. Na huu ndio ukubwa mwana. Mambo kama haya yanatokea, hakuna namna zaidi ya kukubali. Tuwe jasiri tu. Hii itabaki kuwa siri yetu. Naomba tuitunze na maisha yaendelee kama kawaida. Lakini sio rahisi kama hivyo Akman, sio rahisi. Wewe kwa sasa kuwa karibu na mume wako, mfariji basi. Na usionyeshe wasiwasi wowote, utaharibu kila kitu. Utakaa mbali na mimi kama ulivyoniahidi, lakini Akman, ahadi yako imeenda na damu ya mtu Akman. Sitaki tena kukuona karibu yangu. Akman aliinuka na kuondoka, hakujibu chochote. Nilibaki na ugulia, haikuwa rahisi kwangu kabisa kuwa sawa. Mauzauza alianza kunitesa, mpaka ilifika mahali nikamwomba mume wangu tuhame tu pale nyumbani. Na pia nilimwomba niwe ni mtu wa kukaa naye tu. Mume wangu alinisikiliza na baada ya mwezi mmoja tulihamia kwenye nyumba nyingine. Huko nilipata mdada wa kazi na mpaka mlinzi wa getini alikuwepo pia. Mume wangu alininunulia gari la kuwa naenda nalo katika mambo yangu ya ubunifu wa mavazi. Baadaye alinifungulia sasa na mimi duka langu la nguo.
Mwanaeri Mitindo hapo palikuwa na nguo mbalimbali. Nilikuwa nazishona mwenyewe na buni mavazi na kuyaandaa kisha yanakuwepo dukani. Kijumla maisha yangu yalikuwa safi kiasi, hata nyumbani mimi ndiye nilikuwa nawatunza. Nilifanikiwa kupata ujauzito, jambo ambalo lilileta furaha katika ndoa yangu. Kwa wakati huo pia Akman alikuwa akinitafuta akiwa na shida, ananiomba hela nampa, ikawa hivyo. Basi siku hiyo alikuja mpaka dukani kwangu Akman. Akanambia, na kuona maisha yamekunyokea bwana. Umenisahau kabisa, unakula tu raha mwenyewe. Nikamwambia, kivipi tena hali ya kuwa mara kwa mara unaniomba pesa na kupa? Akasema, umeona ni pesa tu. Mapenzi kwetu hayawezi kuisha kwa sababu sijapata na sitopata mwanamke kama wewe. Nikamwambia, unaongea nini Akman? Chukua pesa hizi hapa 200,000 na uondoke ofisini kwangu. Eti kwamba niondoke hapa? Yaani wewe mwana unanifukuza mimi, sio? Ndiyo, kwa sababu unaniletea habari za ajabu ajabu tu. Tuonane hotelini mwana, nina hamu sana na wewe. Nina mengi yamenisibu na sina pa kuyatoa zaidi ya kwako. Nilimwambia tu sahau kuhusu hili. Tena usije ukajaribu kusema hivyo tena. Na kuhusu hilo sisi tulishamalizana muda tu. Mwana, mimi na wewe hatuwezi kuachana mwana, na unalijua hilo kabisa. Sisi tuna chata yetu ambayo inatuunganisha, au umesahau? Njoo tuzungumze bwana. Nina mengi ya kusema, nataka tuongee mambo mengi sana, alafu ni muhimu. Nadhani ukiwa tayari unajua pa kunikuta. Nasubiri simu yako leo. Alizungumza hayo Akman kisha akaondoka. Moyo wangu uliniambia hapana, usiende. Niliyasahau mahusiano yangu na Akman kabisa. Sasa alikwenda mpaka usiku majira ya saa 4. Nilikuwa kitandani, mara ujumbe ukaingia kutoka kwa Akman. Hiyo ndoa unayoiringia, jiandae utaiacha, maana mimi nipo tayari kwenda jela. Pale Samu akijua ukweli. Lakini sasa vipi kuhusu wewe? Subiri. Niliufuta ule ujumbe haraka sana. Mume wangu alikuja na yeye chumbani huko akiwa anaongea na simu. Haina shida shemeji, karibu sana, hapa ni nyumbani. Dadako huyu hapa, umesema hujampata kwenye simu yake? Samu alinipatia simu kutazama, ilikuwa ni namba ya Akman. Nilichoka. Yaani kumbe hadi namba ya Samu alikuwa nao tayari. Basi nikajibaraguza pale, nikapokea ile simu kwa sababu ilikuwa ni loudspeaker. Samu naye alikuwa anasikia pia. Nikamwambia, kaka, hali yako? Nzuri kabisa dada yangu. Sikupati kwenye simu, au ni mtandao nini? Nikamwambia ndiyo, ni mtandao. Kwema lakini? Akasema, nilipata changamoto hapa. Nikaona nimtafute shemeji yangu anipe hata hifadhi ya kuja kulala hapo nyumbani. Ndo nipo natafuta usafiri hapa, nikifika basi tutaongea dada. Nilishtuka, sio kawaida. Nikamwambia, wewe unakuja kufanya nini hapa nyumbani Akman? Nilijikuta namfokea mpaka mume wangu akanipokonya simu. Shemeji, karibu bwana, dada yako si unajua kwa sasa hali yake. Kila mara anakuwa na hasira, mimi nishamzoea. Chukua usafiri kabla usiku haujazidi, sawa? Nikajisemea moyoni mwangu, jamani, nimekwisha mtoto wa kike mimi. Jambo usilolijua ni usiku wa giza, ndicho ambacho kilitokea kwa Samu mume wangu. Kweli haikuchukua muda mrefu, ni kama dakika kadhaa tu Akman alifika nyumbani. Mume wangu alikwenda kumpokea, mimi nikawa nipo dirishani tu natazama. Nikajisemea sitoki. Huyo nikarudi zangu ndani kulala. SMS tu zikawa zinaingia kwenye simu yangu. Nimekumisi sana. Hakikisha unakuja chumba nitakachokuwepo. Na kusubiri wewe tu. Na kama hautaki, nitakinukisha na tukose wote. Nilipata wasiwasi, lakini kwa wakati ule sikutoka kabisa mpaka mume wangu alirudi chumbani kwamba kashamwekea mazingira safi na akanambia yupo chumba cha mwisho cha wageni. Ile nageuka upande wangu kulala, nakutana na ujumbe tena. Na kusubiri wewe, siwezi kulala bila utamu wako. Maneno yake yale yakawa sasa mpaka mimi yananisisimua. Yaani mpaka usingizi haukuja. Nilisikilizia na kausingizi kama ngamngam pale kakanipata na kuja kushtuka mume wangu amelala fofofu.
Taratibu nikainuka huyo nikatoka. Nilitoka mbio mpaka chumbani kwa Akman na yeye pia hakuwa amelala. Kwa sababu nilipoingia tu, maana mlango ulikuwa wazi, alinidaka. Alianza kunifanyia kama kawaida. Alinishika pale panapouma tu. Bila maneno mengi tukajikuta tumeingia katika 6 kwa 6 za mahaba. Nilikuwa naweza kujizuia Akman akiwa mbali na mimi, lakini sio akiwa karibu na mimi. Kwa masuala ya mapenzi bwana alikuwa anaweza. Kwa hilo acha nimsifie tu. Hata tulipomaliza nililala kifuani mwake, kwa usingizi katamu kakatupitia. Nilikuja kushtuka asubuhi mume wangu akiniita, "Waifu." Akman, "Ni nini hiki? Nimelala huku jamani, umeniponza mimi." "Unamuwaza sio? Sikia. Mimi kwa sasa nipo tayari kuitangazia dunia kwamba nakupenda. Nakupenda sana sana sana. Au kama vipi ajue?" Nikamwambia, "Hapana Akman, sio kwa sasa, usiwe hivyo. Mimi nakupenda mwana, nakupenda, elewa neno nakupenda ujue na maanisha." Nilimwambia nakupenda pia. Pale pale akanishika kiuno akaanza kunibusu jamani. Baadaye aliinuka akavaa nguo akatoka. Akaniambia kwamba anaenda kumzubaisha Sam ili na mimi nitoke. Akaniambia ukisha toka utanitumia SMS ili na mimi nirudi ndani, natoka na simu. Basi alipotoka kama dakika 2 tu na mimi nikatoka haraka sana. Sasa wakati natoka mara shwa dada wa kazi naye alikuwa anakuja usawa ule ule tukakutana. Alinitazama akanisalimia, "Shikamoo mama." Nikamwambia marahaba. Jamani, nilikuwa nacheza kujificha na mume wangu, eti ananitafuta Acha nianze kujichekesha pale. Na yule binti naye akawa anacheka tu. Nilifika chumbani nikiwa sina hamu, nguvu zimeniisha, nimelegea. Nilishika simu nikamwandikia ujumbe Akman. "Binti wa kazi ameniona natokea chumbani kwako. Hata sielewi yani sijui kama amenifikiria vipi." Akaniambia kwamba nisiwe na wasiwasi, tutaliweka sawa. Mimi niliwaza nimfukuze kazi. Lakini akaniambia haina haja, tutajua cha kufanya. Lile lilipita salama, nikazuga tu kwa mume wangu kwamba nilikuwa nasikia joto, nikaenda nje kupunga upepo. Kutokana na hali yangu ile akaelewa tu vizuri. Hakuweka kabisa mshangao wala doubt yoyote. Kaka Akman tuliendelea kukaa pale, lakini wakati huo mapenzi kwetu yakawa yanaendelea vizuri na naweza kusema yalikolea haswa. Tumbo langu nalo lilizidi kukua, wala Akman hakuwa na shida, alinipenda hivyo hivyo. Binti yangu wa kazi Mage tulienda sambamba. Samu hakuwa na hiana. Alimtafutia kazi Akman kwa kuwa naye alikuwa msomi, basi alipokelewa na yeye kuanza kazi pia. Akman alionyesha kunipenda. Yaani wakati ambao tunakuwa nyumbani wote walikuwa wanajali sana. Yaani walikuwa wananijali wote kwa pamoja mpaka nikawa najishtukia. Muda ulipowadia nilienda kujifungua na nilibahatika mtoto wa kike. Mwanangu alifanana sana na baba yake Samu, aliitwa Narish. Mume wangu ndo alizidisha mapenzi, alizidi kunipenda sana. Na vile nimemzalia tena. Lakini upendo wake wote haukufua dafu mbele ya penzi la Akman. Akman kila siku ndo alizidi kunipa mapenzi mazito mazito sio ya kawaida. Baada ya miaka kama 3, Akman akiwa na yeye ameshaaminika ofisini pale, ndipo siku hiyo tukiwa hotelini akanambia, "Ni wakati wa kuchukua kilicho changu, tuishi kwa raha. Tutaendelea kukutana hotelini mpaka lini?" Nikamuuliza kwani kuna shida gani? "Pale nyumbani tumefanya sana. Mpaka sasa tumeamua kubadili tuwe tunakuja hotelini, kuna shida gani?" Akasema, "Nahitaji kujitegemea sasa. Nina kazi, nina pesa kiasi. Nataka nijitegemee, lakini peke yangu siwezi bila wewe. Nakutaka wewe mwana, ndiye uwe mke wangu. Tuanze maisha yetu kwa amani na furaha." Ile litawezekana vipi Akman? Na mimi ni mke wa mtu? Hata mimi nakupenda kweli. Lakini tutafanyaje? Akanambia, "Kati ya mimi na Samu nampenda nani?" Nikamwambia, "Nakupenda wewe Akman." Akasema, "Sasa tutengeneze mazingira ya sisi kuwa wenyewe. Kwanza nichukue nafasi ya Sam pale kazini. Kwa sababu pale kazini nipo kama msaidizi wake. Lakini mambo mengi nayajua. Nataka mimi nipate ile nafasi. Kisha tumfanye hata awe kichaa huko.
Nikamwambia Akman, inawezekana vipi? Akasema haina haja ya kuzunguka kote huko. Kwanza sikia, tummalize Sam. Naamini kupitia huyu mtoto wake mali zote zitakuwa chini yako. Kisha tunauza vyote, tunaanza maisha yetu. Tumetoka mbali sana katika maisha yetu mwana. Ni wakati wetu sasa dunia itambue mapenzi yetu. Lakini sio rahisi Akman kama unavyodhania. Samu amekuwa mwema kwetu. Kumuulia mama yake bado haitoshi mpaka na hili? Hapana. Kuna wakati mwana, ili upate unachokitaka lazima uwe hivi. Sikiliza na uelewe ninachokwambia. Kiukweli haikuniingia akilini msikilizaji. Sawa, nilikuwa nampenda Akman. Yaani kwa mapenzi yake yote nilikuwa siambiliki kwa chochote. Lakini sio kwa jambo hilo tena. Nilijikuta nakosa raha. Yaani kila nikimtazama mume wangu Sam na kile ambacho Akman anataka tufanye, niliishiwa nguvu. Baadaye nilifikiria nikasema ni kweli kabisa. Maisha hayawezi kuendelea vile vile, lazima jambo moja liishe. Ilikuwa ni lazima nimalizane na Akman, nibaki na Sam, ama nimalizane na Sam nibaki na Akman. Akman ndiye naweza kusema ni mwanaume wangu wa ndoto. Tumetoka mbali, tumepitia mengi sana. Ni wakati wa kuwa pamoja, hata wazazi walijua hilo. Basi nilikutana na Akman, nikamjulisha kwamba nipo tayari baada ya kuwaza na kuazua. Lakini nikamwambia sitaki kushiriki kwa chochote, amalize yeye kila kitu. Alikubali kwamba atatuma watu wamteke Samu na kumwangamiza kabisa. Anatengeneza mazingira tu. Mimi nilitaka kusafiri walau nikae mbali. Nisimuone Samu kwa siku hizi ambazo najua kuna hatari mbele yake. Akman aliniambia haina haja, nionyeshe upendo kwake kama ilivyo kawaida. Sijui ni roho gani ambayo iliniingia. Sijui ni kwamba ni vile kumpenda sana Akman. Nilijikuta wala siumii sana, nipo kawaida tu. Nadhani pia ni kwa sababu tulishafanya tukio kama lile awali na hakuna kitu kibaya ambacho kilitokea. Basi niliamini Akman ni wangu kwa nyakati zote. Tuliendelea na maisha yetu ya kawaida, kucheka na kufurahi na mume wangu mpaka siku ambayo Akman aliniambia kwamba siku hiyo Sam haturudi. Akitoka kama ni kumwaga ni muage vizuri ya mwisho. Natoka kusoma huo ujumbe ndio namuona Sam na yeye anapanda kwenye gari kuelekea kazini. Nilijikuta mwili wangu unasisimka, nikatamani nimfuate, sijui nimwambie nini, lakini nikaacha tu. Binti yetu Narishi alikuwa akimpenda sana baba yake. Yaani wakati anapanda kwenye gari alikuwa akimbeba mtoto, na wakati anaondoka alikuwa anamlilia sana baba yake. Sam kweli siku hiyo akashuka kweli kwenye gari tena akambeba mtoto wake, na hapo nikatoka sasa. Jamani, huyu anakuchelewesha kazini mume wangu. Lakini leo amelia zaidi ya jana jamani. Sikia, twende naye basi kwenye gari, kisha tukifika ofisini utarudi naye. Hapana bwana mume wangu, mimi naumwa tumbo. Hapa nataka nikajiweke sawa. Nasubiri tu anyamaze nikajifanyie usafi. Basi akanibusu mume wangu akaondoka. Nilibaki na mbembeleza mwanangu taratibu, tukaingia ndani. Niliamua kuzima simu ile siku kabisa. Sikutaka hata kupatikana hewani. Niliona ni afadhali likisha tokea la kutokea, nije kupata tu habari. Hata ofisini kwangu sikwenda ile siku. Nilikaa, muda wote nilikaa kiwasiwasi tu. Usiku sasa mida saa 2 ndipo Magi alinifuata kunipa habari. Dada akanipigia simu kaka Akman, anasema kwamba bosi yupo hospitali uende sasa hivi. Sawa, na amesema wapo hospitali gani? Alinielezea, basi nikajiweka sawa nikaelekea huko hospitali. Nisamehe sana Samu. Nitalipia gharama kwa niliyokufanyia kwa kumlea binti yetu vizuri. Nenda salama baba. Nilijiambia hivyo hata tone la chozi alikunitoka. Sijui ndio hali ya kutokuamini au vipi. Nilijishangaa mpaka mimi mwenyewe kwamba inakuwaje nakuwa sana uchungu hata chembe. Nilifika hospitali nikawakuta rafiki zake Sam pamoja na Akman pia walikuwepo. Nini kimempata mume wangu jamani, amekuwaje? Nikajitia kuuliza pale, ndipo rafiki yake mmoja akanituliza.
tulia Shemu, amewahi kufika hospitali, kila kitu kitakuwa sawa. Nilizugazuga pale kisha nikamsogelea Akman. Imekuwaje? Si ulisema utamteka? Ilishindikana kutekwa, ila kapuliziwa tindikali kali sana. Bahati aliwahi kupaki gari na alipiga kelele. Ndipo wasamaria wema wakamsaidia na kupigia simu ofisini. Nadhani walijua anapofanyia kazi. Lakini hajui kama ni wewe, maana akipona si aibu hii jamani. Wakati nikizungumza hayo, alitoka daktari. Tulisogea kusikiliza huku macho akiwa amenitoka usiombe. Poleni sana. Poleni sana. Na tumefanikiwa kuokoa maisha yake. Lakini amejeruhiwa na tindikali usoni kiasi kwamba macho yake yamepoteza uwezo wa kuona. Hatuwezi kusema kwamba tumeshindwa, ila tunaanza rasmi kutazama kama kuna namna tutamsaidia. Kwangu yalikuwa na majibu mabaya sana. Nilishajiandaa tu kuwa mjane, kikubwa mali zitakuwa chini yangu. Majibu hayo yaliniuma sana. Alipatwa na tindikali? Mbona sielewi jamani? Unataka kumuona jamani? Nilijitia kujiliza pale, basi nikapelekwa mpaka wodini alipo mume wangu. Nilikuta amezungushiwa bandage machoni kote. Yaani jamani, ilikuwa mpaka huruma. Yaani huruma kiukweli iliniingia ghafla. Mume wangu jamani, pole sana. Nani amefanya hivi? Ni nani huyo? Aliniambia usilie mke wangu, ni mitihani tu. Nitapona wala usijali. Kuwa tu makini na binti yangu Narish kwa kipindi hiki ambacho siwezi kumtazama. Pole sana mume wangu. Ninachoweza kukuahidi ni kwamba utakuwa sawa. Amina mke wangu, kuwa imara. Kuweni imara nyie wote pamoja na shemeji. Nahitaji muwe imara kujua ni nani ambaye amenifanyia haya. Wakati huo Akman naye alikuwepo, kwa maana alisikia vile akijibu. Nipo hapa shemeji. Nipo bega kwa bega na mapolisi. Nakwambia tutajua kila kitu, wala usijali. Tulizungumza pale kisha tukatoka nje, tukawaacha madaktari wakiendelea na matibabu yao. Alikaa pale hospitali, baadaye tukamhamisha kwenda hospitali nyingine kubwa zaidi ya pale. Na huko tulihakikishiwa kwamba macho yake yameharibika na kupona sio rahisi. Kuna uwezekano mkubwa sana akapoteza uwezo wa kuona kabisa. Kampuni yao ilikuwa bega kwa bega mpaka walimpeleka India kwa matibabu. Na huko alipata matibabu na kutakiwa kwamba awe anahudhuria kila mwaka kutazama maendeleo mpaka atakapopona. Walitupa asilimia chache za kupona, zaidi tumuombee tu. Basi tulirudi nchini Tanzania na rasmi sasa akawa ni wa kuanza tu kutembea na fimbo. Ukimtazama alikuwa anatia huruma. Yaani labda uwe na moyo mgumu kama chuma ndio naweza kusema usingeweza kumhurumia kabisa. Awali nilimhurumia, lakini kadiri mapenzi ya Uhuru yalivyozidi kunoga kwa Akman, nilikuwa namuona wa kawaida tu. Alipatiwa milioni 50 kazini kama pole na kujitazama wakati wote wa kuumwa, kwa maana kazi ilikuwa ndo basi tena mpaka atakapopona. Kila kitu chake mimi ndo nilikuwa nasimamia, kwa hiyo hela muda wote nilikuwa naitoa na kufanya nitakavyo. Tulishauriana na Akman tufungue biashara na yeye ndo akawa mstari wa mbele. Tulifungua basi ya mmoja hivi na palikuwa na chakula na vinywaji pia. Baada ya mwaka mmoja baa ilichangamka. Akman akaachana na kazi na muda mwingi akawa anasimamia mradi wetu huo. Akawa sasa ndiye baba mwenye nyumba, maana mpaka chumba alihamia chumbani kwangu. Samu yeye tulimweka chumba cha wageni. Huko akawa anapelekewa chakula na kila kitu. Ilifika wakati nakaa hata siku 3 bila ya kwenda kumuona chumbani kwake. Lakini mtoto wangu Narish ndiye ambaye alikuwa akinisononesha, maana alimpenda sana baba yake. Siku hiyo nilirudi nyumbani usiku kutoka kwenye baa yetu. Nilimkuta mwanangu yupo macho akiwa ananisubiri. Kwa wakati huo alikuwa na umri wa miaka 5. Alikuwa anaongea maneno yote anayamaliza. Mama, baba anakuita, amesema ukirudi nikwambie uende.
Niliona siwe kesi, kweli nikaelekea mpaka katika chumba anachokaa Samu. Alikuwa amekonda jamani. Alikuwa dhaifu, sio ule Samu ambaye wengi walikuwa wakimfahamu. Asante kwa kuitikia wito wangu Mwanaheri. Najua sina thamani tena kwako. Hata mimi nimekata tamaa. Lakini niliwaze basi hata kwa uongo, yani hata kwa uongo tu niliwaze. Siamini kwa hicho ambacho mtoto ameniambia. Kwamba Akman analala chumbani kwetu na unalala naye. Unajua fika mtoto hawezi kudanganya. Ndoa kati yetu umevunja, ukaona sifai tena kuwa mume wako. Nilikubali hilo. Lakini vipi kuhusu wewe na Akman? Nini kinaendelea? Pole kwa kweli, kama unasikiliza maneno ya mtoto, pole sana. Lakini Akman ni kaka yangu. Unahisi kwamba inawezekanaje? Sawa, hakuna mtu anayekuja kuniona nafungiwa ndani hapa. Ni kweli siulizwi na yoyote. Na vipi, mbona matibabu yangu hayaendelei? Hivi Samu, unajihisi wewe utapona kweli? Mpaka tuanze kusumbuana jamani. Matibabu yapi? Mtu akuja kukuulizia ni yupi? Kwani tokea ndugu zako waondoke wakati wa harusi yetu, waliwahi kuja? Yule mama yako mdogo sijui wajomba zako waliwahi kurudi tena? Ni kwamba hawana taarifa Mwanaheri. Naomba unipatie simu nizungumze nao na waje kunichukua nikakae hata kijijini. Mbona hawakuja siku zote bwana? Hebu niache bwana, kama umeshiba lala. Niliondoka kule chumbani lakini nilisindikizwa na neno moja la Samu. Akanambia ipo siku sitakuwa kero kwako tena. Utamkumbuka Samu kwa mazuri kama ambavyo nilikuwa awali. Nilikaza moyo nikaondoka, sikutaka kero. Sasa Akman aliporudi tukiwa chumbani, nilimweleza kila kitu kwamba Samu amejua kwamba nalala naye chumbani. Huyo mtoto wako si aende shule akasome? Kuna boarding huko wanapokea watoto kuanzia miaka 4, akakae huko. Unajua anaweza kutoka akawaambia hata majirani. Wakati wote hapa wanajua Samu yupo kwenye matibabu. Ila wazo lilosema hata mimi naliunga mkono. Linaniingia akilini kabisa. Basi kazi ni kwetu. Alafu kama ni mateso inatosha kwa Samu, tumfanye akapumzike, anajitesekea bure tu. Watu ndio watajua kwamba alikuwa ndani tumemficha jamani. Mwana, huyu tunamtoa usiku tunamaliza kila kitu. Kisha tunauza nyumba na kila kitu alafu tunaama, hatutaki maswali. Ila Akman, wewe mawazo yako. Kweli mwana, nakwambia tutajibana mpaka lini? Mimi nakwambia kesho naanza kumtafutia shule mwanao. Huyo ni mwanetu, utakavyoamua wewe ni sawa tu. Ngoja, tutapata akili. Nahitaji uwe mke wangu rasmi sasa na unizalie watoto na mimi. Hilo ndo nilikuwa nalisubiri tangia mwanzo kutokea Akman. Na nilikuwa natamani useme mwenyewe unataka kuzaa na mimi. Nimeshasubiri sana mwana na tumeshafanya mengi sana. Na imani sasa ni wakati wetu. Nilijikuta nafurahia sana. Ile kuambiwa maneno kama yale na mtu ninayempenda ilikuwa ni raha sana. Zilipita wiki 2. Mwanangu Narish tulimpeleka shule ya boarding. Angalau asiendelee kuona yanayoendelea pale nyumbani. Kisha baada ya hapo Akman alifuata akamuua Samu. Alimwekea sumu katika juisi na siku hiyo ikawa ndio mwisho wa Samu. Niliumia kiukweli lakini sikuwa na namna. Nisingeweza kumpinga Akman, kitu ambacho alikuwa amepanga iwe hivyo. Nilikuwa dirishani nikitazama kinachoendelea. Akman alipata jambazi huko na ndiye ambaye walimbeba Samu wakampandisha kwenye gari. Kifuatacho baada ya hapo asubuhi nilishangaa kupokea simu kutoka kwa mmoja wa mashemeji zangu ambao walikuwa wakifanya kazi na Samu. Wakinipa pole ya kuondokewa na Samu. Sijui ilikuwaje, ila nikaigiza na mimi kuitikia ile asante. Na wakaahidi kwamba watakuja pale nyumbani muda si mrefu. Usiku ule Akman alikuwa hajarudi nyumbani kabisa. Tangia watoke wakiwa wamembeba Samu ule usiku. Na sasa alirudi asubuhi. Nilipomuita chumbani nikamweleza ilivyokuwa. Akanambia nilitaka kukujulisha lakini simu yangu ilizima chaji.
vipi umewajibuje? Nikamwambia imebidi tu nijifanye nalia, kwani imekuwaje? Akanambia acha tusiwape maswali. Nimewapigia simu kule kazini, nikawaambia kwamba Sam kapoteza maisha akiwa kwenye matibabu huko nje ya nchi. Sasa itakuwaje? Kwenye hela hakuna kitu kinashindikana. Nimeshapanga kila kitu. Mpaka ndege itakayomleta. Milioni 50 zimenitoka. Ila naamini pole watakazozileta hapa tutapata zaidi ya hizo. Kwa hiyo watu watajaa sasa hapa. Akaniambia ndiyo. Wewe sasa hivi anza kuonyesha upo taabani na ujiwezi, na mimi ndiye nitakuwa msemaji wa familia. Kweli mara kupitia dirishani nikaona shangazi na kina dada wamefika, mara majirani. Nilipiga kelele moja ya ukemi pale. Yaani nilijiangusha nikajigaragaza. Nikawa hoi binti Aban, lakini nilikuwa naigiza. Ndugu waliingia mpaka ndani nilipokuwa nimejilaza chini nalia. Nakwambia nikijifanya sielewi chochote. Shangazi pale alikuwa akinituliza, akanichukulia nguo kabatini akanivalisha. Akanitaka nikae kule chumbani. Watu mbalimbali walikuwa wakija kuniona. Nikiona masuala yanazidi naangua kilio, naigiza kuzimia. Yaani wakati ule ndipo niliamini kweli Akman ni kiboko. Sijui aliwezaje kupanga mipango yote ile. Siku ya 3 ndipo mwili wa Sam ulitua Tanzania, na watu wote waliamini hivyo. Taratibu zote zikafanyika, Sam akastiriwa katika nyumba yake ya milele. Nyumbani pale walibaki ndugu ya Sam ambaye ni mama yake mdogo na mjomba walikuja. Basi siku hiyo mama mdogo alinifuata chumbani. Nikajua naye anakuja kuniaga kwamba anarudi kwao huko, lakini haikuwa hivyo. Nimekuja kukuambia kwamba mimi nitakuweka kizuka. Utakaa Eda huku nikikuangalia kwa kila kitu mwanangu. Nikaona huyu sasa asitaki kujua mimi mipango yangu na Akman ipoje. Nikamwambia mbona haukuwa ukija na kukaa muda mrefu hivi enzi za uhai wake? Kwa nini sasa? Mimi ndugu zangu hapo, kila kitu kitakaa sawa, ungeondoka tu. We mtoto, mbona kama unanifukuza? Mimi ni mama yenu mdogo, unatambua hili? Lakini natambua sana tu, lakini aliyekuwa anatuunganisha katika hili hayupo tena. Kama Samu hayupo, wewe ni nani? Naombeni muondoke. Usitaki niamini kwamba mmemuua mume wangu na uchawi wenu ili mkae hapa. Unaongea nini wewe? Unanitukana mimi mchawi? Ndiyo, nyie ni wachawi, mpaka dada yako mlimuua. Ndio maana Samu alikuwa hawataki. Yaani maneno yote ya kero ya karaha nilijua kuyasema mbele ya yule mama. Alianza kulia pale mbele yangu. Naondoka, sina cha kuniweka hapa. Lakini nakushukuru kwa yote. Kama kweli sisi ni wachawi, tunamwachia Mungu. Aliondoka yule mama na mimi wala sikujali wala nini. Pale nyumbani nilitamani nibaki mimi na Akman tu. Shangazi yangu ndiye ambaye aliniweka ndani. Hakujua kilichoendelea kati ya ndugu upande wa Sam pamoja na mimi. Bahati nzuri waliondoka kimya tu. Hata shangazi sikutamani sana akae pale, kiasi fulani alikuwa akinizibia wakati ambao nakuwa nina hamu na Akman. Lakini haikuwa kikwazo, maana mara moja usiku watu wakilala nilikuwa namtoroka shangazi chumbani, naenda kulala na Akman kidogo, mwili na uweka sawa, basi maisha yakaendelea. Ilipita miezi 6 ambapo maisha yaliendelea vizuri. Akman alitaka rasmi kunioa sasa. Alitaka kuweka mambo hadharani ili tuwe huru. Kwanza kabisa ile nyumba tuliyokuwa tukiishi tuliiuza. Tulienda kununua nyumba sehemu nyingine. Hatukutaka majirani wajue mambo yetu. Gari mimi nilikuwa na langu na Akman alikuwa na la kwake pia. Baa yetu ilikuwa ikiendelea vizuri. Bado pesa kwenye akaunti tulikuwa nayo. Kwa hiyo hatukuwa na shida yoyote kabisa. Siku hiyo nakumbuka nilikuwa nipo tu, sina hili wala lile. Mara nikapokea simu kutoka kwa shangazi akiniita niende nyumbani mara moja. Nilifanya hima nikafika.
Nilimkuta shangazi na baba mdogo wetu fulani pamoja na Akman. Ni kama walikuwa wakinisubiri mimi tu. Yaani nilishtuka sio kawaida. Niliwasalimia pale wakaitikia. Sasa mwana, tumekuita hapa kutokana na swala zito ambalo Akman amekuja kulizungumza kwamba anataka akuchumbie wewe binamu yake akuoe. Je, una taarifa na hizi habari? Nikasema hapana baba mdogo, mimi sijui. Nilipojibu hivyo shangazi akazungumza. Habari ndio hiyo. Akman aliniambia nikaona jambo ni zito. Nimshirikishe na kaka yangu baba yako mdogo. Walau naye ashiriki, maana ni jambo zito sana. Alipomaliza kuzungumza shangazi, Akman naye alizungumza. Mama, sasa hapo shida ni nini? Mwana mimi ni binamu yangu. Inafaa kabisa kumwoa. Isitoshe ni mpweke sasa. Anahitaji kuwa na mwanaume. Ni nani kama sio mimi ndugu yake? Ni sawa, lakini na yeye aridhie. Wewe umeshasema, sasa tunataka na yeye tumsikie kwa mdomo wake anataka ama la. Alizungumza babangu mdogo kisha akanigeukia. Upo tayari na hili swala? Nilijibu bila hata kupepesa macho, ndiyo, nipo tayari. Basi likawa limepita, pale pale nikataja mahari ambayo nilikuwa naitaka, nikasema 500,000 tu. Akman kwa wakati huo pesa alikuwa anashika yeye. Akatoa pale pale na akanipa, ikapangwa siku ya ndoa. Hatukutaka iwe ndoa ya mambo mengi. Ukizingatia kwa upande wangu ilikuwa ni ndoa ya pili. Ilikuwa siku ya pili kutokea hapo. Tulifunga ndoa. Nilifurahi sana ndugu zangu walivyoelewa kiurahisi, jambo ambalo sikutegemea kabisa. Siku ya ndoa ilifika na ndoa tulipanga iwe jioni. Asubuhi ya siku hiyo nilikuwa nikipaka zangu hina pale, nikiwa na dada Amina, dada yake na Akman. Kwa hiyo mwana mdogo wangu, maana nyewe wote ni wadogo zangu, umempenda Akman au ndo basi tu upweke umepelekea ukubali? Nilitabasamu, yani nilitamani nimueleze kwamba mimi na Akman tumeanza michezo hiyo muda sana. Nilimwambia tu anafaa kwa sababu ni mtu ambaye namfahamu na hatoki mbali, anajua niliyoyapitia. Haya bwana, nyinyi ni watu wazima, kama mmeamua sisi hatuwezi kupinga. Lakini alivyo na tabia za wanawake kakaangu huyo. Unamuongopea jamani. Mbona ana shida Akman na ananipenda sana? Mwenzenu nikajipaisha pale, najua Akman ananipenda mpaka kufikia kunioa kabisa. Anataka niwe halali yake, sio mchezo. Basi ndoa yetu ilifungwa vizuri, tukaenda kuanza maisha rasmi kama mke na mume. Nilikuwa na furaha isiyoelezeka usiku ule, tukiwa katika nyumba yetu mpya. Tukiwa tunashiriki ibada ya tendo, tukiwa kama wanandoa rasmi. Nilifurahi sana. Nahitaji kukuzalia sasa Akman. Nipo tayari kuwa mama wa watoto wako. Ndicho kitu ambacho natamani mwana wangu. Nahitaji katoto kazuri kama wewe. Nitakuzalia, hakika nitakuzalia. Tumepitia mambo mengi sana Akman. Hakika ndoto imetimia. Lakini mwana, asante pia kwa kumkubali huyu dada wa kazi tuishi naye hapa ndani kwa ajili ya Narish. Usijali. Huyo ni kwa ajili ya Narish. Na nitakuwekea msichana wa kazi mwingine. Wewe kazi yako itakuwa ni kula na kunywa tu. Kiukweli nilifurahi jamani mwana mimi. Nilisahau kila kitu na ule ulikuwa ni uwanja wa raha tu. Tulifanya mambo yetu pale kisha tukapitiwa na usingizi. Sasa nakumbuka nilikuja kushtuka saa 9 usiku. Nilipotazama Akman hakuwepo kitandani. Na hata washroom pia niliangalia sikumuona. Nilitoka nje kumtafuta, cha ajabu nafika katika chumba cha yule msichana wa kazi nasikia miguno. Yaani nilishtuka sio kawaida. Pale nyumbani mwanaume ni mlinzi na mume wangu. Sasa kama mume wangu chumbani hayupo ina maana gani? Nikafungua mlango kwa nguvu na ulikuwa haujafungwa kwa ndani. Mwanga wa taa wa rangi nyekundu ndio ulikuwa unaangaza, huku Akman na Magi wakiwa watupu wanashiriki tendo. Nilihisi kuchanganyikiwa jamani. Acha nimrukie ule dada.
Akman aliwahi kunishika na kwa kuwa alikuwa na nguvu akanitoa mpaka nje akiwa mtupu. Tukarudi mpaka chumbani kwetu. Kwa nini unanifanyia hivi Akman? Umekosa nini hapa kwangu? Halafu siku ya ndoa yetu unanisaliti na kijakazi kweli? Akaniambia, mwana acha. Imetokea tu umetukuta. Mbona haukuwahi kujua? Au unadhani leo ndio mara ya kwanza? Tangu siku ambayo alikufuma ukitoka chumbani kwangu kule asubuhi wakati mumeo anakutafuta. Basi tangia hiyo siku nilimtuliza kwa njia hii. Alificha kila kitu kuhusu sisi kwa sababu nilimfanya kuwa mwanamke wangu. Anajua mengi kuhusu wewe. Haya niambie, unataka kufanya nini? Yaani nilipiga kelele. Ndoa haina hata masaa 24. Cha moto sasa nilianza kukiona. Kijakazi nikajua tunaenda sambamba. Anajua kuhusu mimi na Akman. Na kuamua kunyamaza, kumbe naye anapata penzi la Akman. Kiukweli iliniuma sana. Sikuwahi kujua kama ninageukwa kiasi kile. Alichokifanya Akman alikuwa akinibembeleza, aliyekuwa haikuwa rahisi kwangu kabisa. Kitu pekee ambacho niliamua pale ni ule kijakazi aondoke pale nyumbani. Nilijua kwamba huenda Akman amegundua makosa yale na lile kwake lingekuwa rahisi, lakini alinikatalia kata. Kwamba yule kijakazi pale hawezi kuondoka. Nikamuuliza tu, unataka kusema kwamba huyu ameshakuwa mke mwenzangu, si ndio? Abaki hapa kama nani? Hapa ni nyumbani kwangu, sitaki kumuona huyu kijakazi. Akaniambia, sio kwako, ni kwetu. Huyu binti anajua vitu vingi sana kuhusu sisi. Unadhani akiamua kusema kuna usalama hapa, acha kukurupuka, tumia akili. Akman alirudi zake chumbani kulala, huku yule binti akiwa amefunga mlango wa chumbani kwake pia. Nilijihisi dunia nzima ni kama imeniangukia. Usiku ule ulikuwa mzito sana kwangu wa maumivu. Maumivu makali yalijaa kifuani mwangu. Usingizi ulinipitia pale sebleni. Nikashtukia tu ni asubuhi na amshwa na Akman. Alikuwa ni Akman pamoja na ule mdada wakiwa wapo sebleni pale. Kuna vitu lazima tuviweke sawa mapema sana. Niliinuka kwanza nikakaa kumsikiliza anataka kusema nini Akman. Umejua ukweli kwamba huyu ni mpenzi wangu. Kwa hiyo hatakuwa akiishi kama dada wa kazi, bali ni kama mwanamke wangu pia. Nyie wote mtakuwa wake zangu na hayo ndio maamuzi yangu. Nilishtuka jamani, mpaka tumbo salilenika. Yaani lilinikata kama tumbo la uzazi shwa. Akman, unaongea nini? Umenisaliti, umenikosea, bado unaongeza makosa. Akae hapa kama mke mwenza kivipi? Anajua sisi mpaka kufikia hapa imekuwaje au? Siwezi kukubali. Mtoe huyu mjinga wako nyumbani kwangu haraka sana. Kuondoka hapa hawezi mwana, maana chochote utakachokiamua basi tutaangamia wote kama utapingana na hili. Mimi sina cha kupoteza. Vipi wewe, una mtoto tayari? Ukienda jela ama kunyongwa utafanyaje? Itakuwaje kuhusu mwanao? Kataa, kisha kila kitu kinaanza upya. Niliinuka kwa hasira na kwambia, lakini Akman aliwahi kunishika kwa nguvu. Unataka kusema nini mwana? Au unataka kufanya nini? Hiyo ndio njia ya kutuliza hii hali mwana. Kila kitu nasimamia mimi, nitajua nini nafanya kama mwanaume. Sasa wewe jichanganye uone. Alizungumza Akman na kuniacha na ule dada pale. Nilimshika kwa hasira ule binti, nilimpiga. Hivi unajua kumpiga mtu? Alitaka kupigana lakini nilimpiga huku nikiwa naumia moyoni, sio kawaida. Niache, makosa ya wenzako ndio unayaona sio? Lakini ya kwako huyaoni, si ndio? Sina ubaya wowote na wewe, ila ukitaka niwe mbaya sawa. Nitausema ukweli wenu wote, wewe na Akman. Tuone kama hamjaenda jela. Si ajabu mali zote zikawa zangu. Nampenda Akman na ndio maana nimetulia. Cha kufanya kubali mimi niwe mke mwenzako kisha basi. Yaani aliongea utadhani ni rahisi. Nilipiga kelele kiasi kwamba isingekuwa nyumba yenye eneo kubwa na uzio, basi watu wangejaa pale. Niliwaza nikaona kabisa ile hali sitoiweza. Akman aliporudi nikamwambia tugawane mali, kila mmoja aendelee na maisha yake. Alikataa kata.
akaniambia kwamba hailipi chochote, na kama ninataka kuondoka basi ananiruhusu niondoke bila chochote. Nikaona huo ni ujinga ise. Siku iliyofuata nikaenda kufungua kesi. Wakati huo mtoto alikuwa kwa shangazi yangu. Wao hata hawajui chochote kinachoendelea. Hawakujua kama kwetu ndoa imekuwa ndoano. Nilifungua kesi ya kutaka tugawane mali na ndoa ivunjike. Sikuwa hata na hamu ya ndoa tena. Akman aliitwa, akaelekezwa kile ambacho mimi nakitaka. Kuonyesha kwamba anamaanisha ninachokitaka. Hata pale nyumbani nilihama, nikaenda zangu kukaa hotelini. Sikutaka kabisa kuwasiliana na Akman kwa chochote zaidi ya mwanasheria tu. Maelekezo nilikuwa nimeandaa kwamba mali ni za mume wangu ambaye ampoteza maisha, na Akman alinioa baadaye akanishawishi tuuze baadhi ya vitu na kisha kunigeuka. Kwa ile hatua nilifaulu kiukweli. Siku ambayo niliitwa mahakamani ilionyesha nilishinda. Akman aliambiwa apeleke ushahidi wa chanzo chake cha mapato cha kumwezesha kumiliki vitu vile. Havikutosheleza, basi mgao ukafanyika, 70% vitu nikakabidhiwa mimi na 30 akaondoka navyo yeye. Siku iliyofuata baada ya kesi kuisha tu mahakamani, nilipigiwa simu naitwa mahakamani tena. Nikajua sio shida, huenda kuna vitu natakiwa nikaviweke sawa kwa ajili ya kukamilisha. Lakini kufika pale nikaambiwa nina kesi ya kumuua aliyekuwa mume wangu Sam. Ushahidi ukawa ni dawa ambazo nilikuwa nampatia. Zilipelekwa video pamoja na dawa zenyewe. Ina maana kumbe bomu nilikuwa nimeandaliwa siku nyingi tu, ilikuwa bado mlipuko. Nilishangaa Akman aliyafanya yote hao kwa ajili yangu. Nikasema hapana jamani. Hizi ni hila tu za ule mwanaume, kafanya vitu ili kuniletea mimi kesi. Lakini sihusiki na hili, labda ni yeye. Ushahidi umeletwa, kwa hiyo na wewe kama kuna chochote unakifahamu lete. Lakini mpaka sasa upo chini ya ulinzi. Halikuwa jepesi lile kwangu kama Akman aliandaa ushahidi wa namna ile. Ina maana kwamba alipanga vitu vingi sana. Ina maana kwamba alikusudia kuwa ipo siku atanigeuka. Nilijuta, yaani nilijuta. Zaidi sana niliomba tu kesi isije kuwa kubwa kwangu. Nilikaa mahabusu kama siku 2 hivi. Siku ambayo napelekwa mahakamani ndipo Akman alikuja. Nilipomuona nilipandwa na hasira sana. Mpumbavu wewe, tamaa ya pesa za watu imekujaa sana Akman. Wewe ni wa kunifanyia hivi mimi? Ulianzisha mwana, wacha na mimi nimalizie. Tulia kama mimi nilivyotulia. Nilishakaa tahadhari na wewe tokea kitambo sana. Mwanamke ambaye amemsaliti mumewe, mimi ni nani usinisalite? Nilishakuwa makini na wewe tokea zamani sana. Kila nilipokuwa napata nafasi nilikuwa nachukua ushahidi, kwa hiyo hakuna pa kutokea mwana. Si umenishinda mali zako? Hongera sana. Kama nakuona utakavyozitumia ukiwa kuzimu baada ya kuhukumiwa kunyongwa. Nyamaza Akman, nyamaza. Hauwezi kunifanyia hivi. Tutaangamia wote. Haya mambo tulifanya wote. Ulifanya na nani? Haya, onyesha ushahidi wako na wewe. Pole sana mwana. Ungeukubali ukiwenza na yule mdada, wala tusingefika huku, ila si umejifanya unajua sana. Akman, hauwezi kunifanyia hivi. Nakwambia huwezi. Yaani nililia ile siku, nilipiga makelele. Nikajilaumu ni kwa nini nilianzisha masuala ya polisi. Basi baada ya muda walifika polisi pale, shangazi na dada zangu wote wakinilaani kwamba nimemuua mume wangu. Akman alikuwa ameshawajaza maneno kwamba mimi ndiye mbaya. Na kuaminika ilikuwa ni ngumu tena. Sikuwa hata na la kusema, hawakunisikiliza. Yaani kwa zile lawama ambazo walikuwa wakinipa, niliona ni afadhali nikae jela tu. Maana sijui mtaani wangapi wameshasikia tuhuma zile. Nilikubali matokeo kwa kila kitu, ushahidi ulikuwa umenikandamiza na sikuwa na pa kutokea kabisa. Lakini sikukubali kuangamia peke yangu. Niliomba siku ya hukumu yangu basi hata waandishi wa habari wawepo na kwenda kutangazia dunia nzima ijue ukweli. Polisi niliyemwomba hilo alikubali, akiamini kwamba habari inaweza kwenda kusambaa, ikawa ni funzo pia kwa watu wengine. Lakini niliomba kwamba swala la watangazaji kuwepo
iwe ni siri yetu tu, kwa sababu nilishajikatia tamaa kabisa. Haraka siku ya kesi yetu asubuhi, Akman alifika na ule binti. Shangazi yangu, ndugu zangu wote walionifahamu nao na hata wasionifahamu walifika. Kesi iliendelea sasa na nilipewa nafasi ya kuzungumza kama mtuhumiwa, yaani kama kuna la kujitetea, na ndipo niliona niseme aliyokuwa moyoni mwangu. Machozi kwanza yalinitoka kwa maumivu niliyokuwa nayo. Nikaanza kuzungumza. Ni kweli mimi ni mjinga mpaka kufikia hapa. Yote haya yaliyotokea naomba kusema mbele yetu wote. Huenda kuna ambaye atajifunza kupitia hili. Chanzo cha haya yote ni huyu hapa, huyu binamu yangu. Kumpenda ndio kumenifikisha leo hapa. Nashukuru mpaka waandishi wa habari kuwepo hapa. Naombeni mjue ukweli wote. Huenda habari hii ikaenda kusaidia wengine. Niliamua kusema ukweli wote, historia yangu na Akman. Niliitamka na kila mmoja aifahamu. Mahusiano yetu tokea tukiwa vijana wadogo mpaka pale tulipofikia. Yote tuliyoyafanya niliamua kuyaweka hadharani. Akman alishangaa akasimama. Wewe unaongea nini? Unathubutuje kusema haya mbele ya watu? Nikamwambia ndiyo, acha kila kitu kiishie hapa. Kwani hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho. Kila kitu kiishie hapa, na huo ndio ukweli. Nilitaka mwenyewe kuifuga hii dhambi nikiamini kwamba wewe ni wangu, lakini nilijidanganya. Na kuchukia, hata kama nitaenda jela wewe utabaki. Lakini haijulikani unabaki mtu shetani ulimwenguni. Napoteza kila kitu leo, na muacha mwanangu ambaye anakwenda kuishi maisha ambayo hakustahili. Yote ni kwa sababu yako wewe Akman. Na kuchukia sana. Watu wote pale walibaki kimya. Kwanza kina shangazi walikuwa wakilia. Kila kitu kilikuwa kinaenda hewani na kila mtu alikuwa anakisikia kisa changu kile. Baada ya kusomewa hukumu, kesi yangu iliahirishwa tena kwa maana nirudi mahabusu, na Akman pale pale akawa chini ya ulinzi. Nadhani walitaka kujiridhisha kwa yale maneno yangu, na muda wa kesi ulipofika tena, wote tukahukumiwa jela kifungo cha maisha. Kwa kuwa nilikuwa nimeshazungumza ukweli wangu wote, basi wala haikunisumbua. Nilijihisi mwepesi kabisa kuanza kutumikia adhabu yangu. Baada ya miaka kadhaa, siku ambayo ndugu alikuja kuniona, nikapewa habari kwamba mwanangu alipata watu wa kumlea baada ya historia yangu ile kusikika. Watu mbalimbali walitamani kumlea mwanangu. Mali zetu tulizoziacha zilikuwa chini ya uangalizi wa serikali mpaka mwanangu angekuwa, kwa sababu pia zilionekana mali zote zile zilikuwa ni za kwangu. Kwangu mimi lile lilikuwa ni kubwa sana. Na nilikuwa radhi, japokuwa mwanangu hatonijua, hatonizoea. Niliona sawa, kwa sababu mama yake sikustahili hata kuitwa mama kwake. Watu mbalimbali walikuwa wakija jela kuniona, wengine kunijaji, maana historia yangu kila ambaye alisikia ilimhuzunisha sana. Kupitia watu wao nilipata msaada wa kuweza kuandika historia yangu, na kila atakayeisoma asije kuwa kama mimi. Nipo natumikia kifungo hiki siku zote za maisha yangu. Nimepata umaarufu nikiwa jela. Kiukweli namkumbuka sana Samu. Neno lake la mwisho aliloniambia kwamba nitamkumbuka kwa mema. Hakika nimejikuta namkumbuka sana Samu. Nipende kusema tu namuomba Mwenyezi Mungu anisamehe. Na popote pale Samu alipo, naomba anisamehe sana yeye pamoja na mama yake. Naam msikilizaji, na hii ndo tamati ya simulizi yetu nzuri ya Chanzo ni Binamu. Ndugu yetu Mwanaheri ametufunza mapenzi tusiyaendekeze sana, yanaweza kutuletea madhara mbeleni. Na ndicho ambacho kimemkuta ndugu yetu Mwanaheri. Nipende kusema sina la ziada msikilizaji. Tukutane wakati ujao kwenye simulizi nyingine nyingi na nzuri. Na wewe ambaye bado haujasubscribe msikilizaji, usiache kufanya hivyo, kuendelea kuwa mwanafamilia na kuwa wa kwanza kupata taarifa kwamba tumeweka mzigo mpya kwenye channel ya Dada Simulizi. Sina la ziada mpendwa, tukutane wakati ujao na kwaheri.